Esau aliuza haki ya uzao wake kwa sababu ya chakula. Mabinti wengi wameuza usichana wao kwa sababu ya chakula. Mapenzi mengi yameanzia kwenye outing za chakula. Yesu alijaribiwa na shetani kwa chakula. Adamu na Eva walitimuliwa Eden kwa sababu ya chakula. Ibrahimu alisema uongo mara mbili kwa sababu ya chakula. Yakobo alimdanganyia chakula baba yake akajipatia haki ya uzao wa kwanza. Wana wa Israeli walimzingua Mungu kwa sababu ya chakula. Hawa na Eli walikufa baada ya kutumikia chakula vibaya. Kuna watu wamevunja undugu kwa sababu ya chakula. Ustaarabu wa mtu unapimwa kwa chakula. Kuna watoto mgeni akija wananuna kwa sababu ya chakula. Mgeni akija kukutembelea akaondoka bila kula ni msala. Mgeni akija kutembea akaondoka bila kushiba pia ni balaa. Kuna wanaume mke akipika nyama wanakaa jikoni asile peke yake. Watu wakiondoka kwenye harusi bila kula ni ishu. Mwingine asiposhiba msibani mtakoma. Kuna watu wakipewa kusimamia chakula lazima waibe. Wachawi hutumia chakula kuroga. Hata limbwata inatiwa kwenye chakula. Kuna watu urafiki umekufa kwa sababu walinyimana pombe. Mfanano wa binadamu na mnyama upo katika chakula. Kuna watu wakiona msosi kama wanyama tu. Watapigana, wataumana mpaka kuuana. Ukiishi kwao wiki moja lazima utagombana tu. Na sababu kuu ni chakula. Ingawa watasingizia vijisababu vingine. Alafu sio kwamba wana njaa sana au wana shida sana na chakula, la hasha, ni tabia tu. Mtu ana magunia ya mchele ndani lakini bado anamnyima house girl sahani ya wali. Hujawahi ona binti wa tajiri amebeba mimba kwa sababu ya chipsi kuku? Yakobo aliinua haki ya mzaliwa wa kwanza kwa chakula cha dengu. Yonathani alifunguliwa macho kwa kula asali. Isaka alihitaji chakula kitamu ambariki mwanae Esau, japo Yakobo akamtume. Eliya alimaliza balaa la njaa kwa mama mjane kwa sharti la kula yeye kwanza. Abigaili alimnusuru mumewe Nabali kwa kuleta chakula kwa Daudi. Yusufu alipanda cheo kwa kutoa wazo zuri namna ya kutunza chakula. Hata Haji Manara wanasema njaa ndo humfanya akose msimamo. Hakuna umoja kwa wenye njaa, maana akija mwenye chakula atawagawanya. Kuna shule zimechomwa moto kwa sababu tu wanafunzi walinyimwa wali. Kuna mabinti wameuza usichana wao kwa sababu ya nyama choma. Hii ni Mkoi TV Online. Mimi ni Hilal Kanal. Mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze. Mkoi TV. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kushukuru uongozi mzima wa EFM na watangazaji wake wote kwa ujumla. Nashukuru Mungu mimi kuweza kufika hapa na kueleza yale niliyoweza kuyapitia ama ninayoyapitia mpaka hivi sasa. Na muda mrefu nilikuwa nikitamani sana kuliwakilisha hili kwa jamii ili wapate kutambua baadhi ya changamoto zinazotukumba. Lakini tu nikawa sijapata fursa hiyo kutokana na pilika nyingi, changamoto nyingi na mambo kadha wa kadha. Kiukweli nimepitia mengi sana. Mpaka leo hii mimi kuwepo hapa nasema namshukuru Mungu na namshukuru Mungu sana. Ingawa bado sijajua nini kusudi lake la uwepo wangu mimi mpaka hivi leo. Ikiwa kimalengo kwa yale mahitaji yangu bado sijafika ama sifiki na kuwa nakutana na vizingiti, lakini still najipa tumaini nikiamini ya kwamba iko siku. Kwa majina maarufu najulikana kama Baba Elia maarufu Rasta. Ni mzaliwa wa Tabora, wilaya ya Nzega, lakini nimeishi Dar es Salaam, nimesomea Dar es Salaam,
Nimepata elimu yangu ya msingi Dar es Salaam na kuhitimu Dar es Salaam na kujiunga na sekondari, ingawa sikufanikiwa kumaliza kutokana na changamoto, nikaishia pia njiani. Kiukweli safari yangu ya maisha imekuwa na changamoto, na changamoto hizi zimeanza kunikumba tangu nikiwa niko shule ya msingi. Nilijikuta mwili mzima nimetokwa vidonda. Ninaposema mwili mzima namaanisha mwili mzima, hakuna pahala nilikoacha ama vilikoniacha, kuanzia kwenye kidole gumba cha mguu mpaka kichwani, mpaka mikononi, kwenye viganja, yani sehemu zote mpaka kwenye vidole. Kiasi ambacho ukinyoosha vidole, ukivishikiza hivi, ukijaribu kuviachia hivi, haviachii, vimeng'ang'aniana, na vikiachia vinaachia, lakini kwa harufu kali sana, na nyama zote unazokuta ziko wazi. Kiukweli mimi mwenyewe nilikuwa napata kinyaa sana binafsi yangu, na ikanifanya hata masomo nishindwe kuwa mhudhuriaji. Muda mwingi niko nyumbani naugua, lakini kutokana na walimu wangu kunipenda na kugundua uwezo wangu nilionao, wakawa wananihitaji vivyo hivyo niende nikiwa hata na mavazi ya nyumbani. Kwa hiyo niliadhimu kufanya hivyo. Nikawa nakwenda nafanya mitihani yangu, na matokeo yake yanakuja kuwa ni mazuri sana, kama vile yule mtu ambaye alikuwa anahudhuria kipindi chote, na kitu ambacho hata mimi mwenyewe nilikuwa najielewa uwezo wangu, na walimu waliliona hilo, na hata wazazi pia. Kwa hivyo nikaendelea na hiyo hali ya kuugua. Yani mimi ni kuoga kwangu ni mpaka nichemshiwe maji ya moto. Napochemsha yale maji ya moto ni kama unavyomtengeneza kuku, unavyomnyonyoa manyoya. Yale maji nikija kumwagiwa kwenye mwili wangu, inayotoka pale ni shombo na uchafu. Yani nakuta kuna mvumo kabisa ule unausikia hivi, yani wa shombo kama ya maji ya kuku yale. Hali ilikuwa ni mbaya sana. Sikutegemea kama ningevuka, lakini Mungu ni mkubwa sana. Hata kwenye uandishi ilikuwa ni shida. Naposhika kalamu, mkono uko juu ya deski pale na kitabu changu, unakuta uchafu wote unabaki pale. Najitahidi tu hivyo. Nikivaa nguo zote yani nisikae, lakini nikikaa basi nguo zimegandamana na nyama. Kwa hiyo nikinyanyuka nijibandue. Yani nilikuwa najisikia vibaya, lakini nilikaza roho. Vikaenda, haikuishia hapo. Hilo likaja likapata unafuu, ingawa liliniacha na makovu ambayo yaliniumiza sana. Nikawa sasa sina hata raha, hata ninapokaa na wenzangu niseme labda nataka kubadilisha nguo hapo na nini, inabidi nitafute sehemu za kujistiri kutokana na hali nilionayo. Ila yote niliyapokea na kusema yote heri. Nikaja kupata tatizo lingine la kimaungo, ambako lengo ilikuwa nigawanishwe kabisa, kipande huko. Sikuelewa vinatokea wapi na inakuaje. Niliteseka sana. Na mwisho wa siku nilichukuliwa, nikajikuta nimelazwa Amana, na Amana nilichukua takriban kama miezi 8 nikiwa pale kwenye wodi ya wale mahututi na wanaosubiri kwenda theater. Lakini mwisho wa siku kila wanapofanya uchunguzi hawaoni kitu. Nilivumilia sana hali ya kule, kwa sababu kweli nilikuwa ni mgonjwa ambaye niko hoi, sikuweza, na ukilinganisha kwamba nimeshazoea mazingira ya nyumbani, hali ya hewa na kila kitu, na sijawahi kuona wagonjwa walio taabani, na mwisho wa siku napelekwa sehemu ambayo mimi kiukweli ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo nilipata wakati mgumu, hivyo ikalazimika niwe napigwa sindano za usingizi. Na ninapokuja kushtuka, basi nakuta tu nesi amekuja pale na tayari wako na sindano nyingi sana, na walioleta vyakula. Kwa hiyo niliishi maisha hayo mwisho wa siku, mpaka nikasema sasa kwa kuwa tiba mbadala haipatikani na hali yangu bado naona bado sio nzuri, ila hali ya humu sielewi, kwa sababu kila kukicha nashuhudia vifo. Nilikuwa nahofia vifo, lakini mpaka nikawa nazoea, lakini bado naendelea kuhofia tena, sababu kila mmoja anakufa kwa namna yake, anakufa kwa wakati wake na kwa majira tofauti, na hata hali ya hewa unakuta inabadilika, inakuwa iko kwenye mambo mengine. Kwa hiyo niliishi kwenye wakati mgumu, ila zote nilizihifadhi hizo changamoto. Huku na huku ikanibidi niwaambie wazazi kwamba jamani, naomba mnifanyie mpango mimi nirudi nyumbani. Kama kupona nitaponea nyumbani, vinginevyo mkiniacha huku basi nadhani mimi nitafia huku. Naona kabisa, na maana nitapata maradhi mengine ambayo siko nayo. Wazazi wakasema ni mpaka upatiwe discharge, tofauti na hapo utakuwa umekwenda kinyume. Nikasema hapana, yani hali ikizidi mimi nitaondoka hata na shuka langu. Na kwa kuwa nilishakuwa naanza kuchukua mazoezi ya kusogea stand hapo, kununua gazeti na nini, kwa kujitahidi hivyo kubadili na hali ya hewa kidogo. Kwa hiyo naona daladala na nini, nikatamani sana siku moja
bora hata niingie hata kama na shoka langu, kwani konda anachojali ni nauli ama pesa. Kwa hiyo nitampa pesa yake mimi nifike nyumbani kuliko kuendelea kuwa kwenye mazingira haya. Naona sintobaki salama. Lakini huku nakumbuka siku hiyo madaktari walipita kwenye ukaguzi wao, wakafika mpaka kwangu na kuniuliza kwamba unaendeleaje. Nikamwambia mimi naendelea vizuri. Kweli? Nikamwambia naam. Kabisa? Nikamwambia ndio. Wakaniambia simama, nikasimama. Huku nina maumivu na bado nina hali yangu, lakini nikajikaza. Nikaruka huku maumivu nimeyaficha. Na huku nikitabasamu, huku ndani yake nikiwa naumia. Akasema kweli unaendelea vizuri. Kwa hiyo kuna usafiri huko nyumbani ni karibu na nini zahanati ya kuwa unakwenda kupata sindano na matibabu mawili matatu yaliyobakia ama yale ambayo unahitajika kuendelea nayo. Nikaitikia ndio. Kuna usafiri, nikaitikia ndio. Yote hiyo nafanya ili mradi niweze kutoka pale. Basi nakumbuka kweli niliandikiwa pale, mwisho yote nikapata ruksa. Na nyumbani walikuwa wameshafahamishwa, kwa hiyo wakaandaa usafiri, nikachukuliwa nikarejea nyumbani. Baada ya kurejea nyumbani, kuna taratibu ilibidi zifanyike tena. Kuna bwana mmoja wa Kipemba ambapo alikuwa na urafiki na mzazi wangu. Kwa hiyo mzazi akapata kumuelezea juu ya tatizo langu, na yule akasema hapana, mleteni kwangu. Nikachukuliwa nikapelekwa kwake. Kupelekwa kwake, basi alikuwa na kengele zile za kufungia mbuzi, kondoo. Kwa hiyo zilikuwa kama 6 hivi. Akaniambia nilale, ninyooshe miguu, nitanua kidogo hivi na mikono ninyooshe. Baada hapo akapita akisambaza zile kengele kwenye kila sehemu ya nafasi ambayo imenizunguka. Mwisho yote akabaki na kengele yake moja kule, akawa anapiga huko, anapiga dua hapo na nini. Ananiuliza vipi, unaendeleaje? Unaonaje? Kuna uwepesi unapatikana? Namwambia bado. Anaendelea vipi, unaendeleaje? Namwambia bado. Naendelea. Mwisho yote kidogo nikaja kuona kama kuna uwepesi. Nikamwambia kuna hapa kidogo najisikia afadhali. Kaniambia basi hamna neno. Shukuru tangi hapo kiukweli likawa tatizo limeweza kutulizwa kwa namna hiyo. Hilo likapita. Lakini haikuishia hapo. Safari ya maisha bado inaendelea. Nimeingia kwenye maisha yangu na nimekuwa wa kujitafutia sasa na pilika zangu. Kuna wakati tulipata kuwa Mlandizi maeneo ya Msongola. Na huko nilikuwa na pilika tu, bado pilika zangu hazikuwa rasmi. Nilikuwa bado wadaiwaka udalali na nini hivyo, changanyikeni, kikubwa riziki ipatikane, maisha yaende basi, na niko na familia na isimamia ama inaniangalia. Sasa katika pita zangu, siku moja nimetokea pahala fulani ambako nikijiweni kwamba nikajue kuna mpango gani wa kazi, maana ratiba nyingi huwa tukitembea hapo unakuta unaambiwa bwana labda kuna gari hii inahitaji watu wa kwenda kupakia mizigo hivi na hivi. Sasa nikasema niende hapo. Kwa hiyo kwenda pale tukawa tuko kwenye mazungumzo hapo. Mwisho yote akapita bwana mmoja akiwa na baiskeli aina ya Phoenix. Ni mrefu, ana mwili maji ya kunde, lakini mwenye rangi ya kung'aa, yani sio rangi yani inaonyesha kabisa rangi hii sio ya shida. Alafu ile baiskeli amepakia mkaa. Huo mkaa nyuma kule kuna kama gunia 2, ambayo gunia ya kwanza imekatwa nusu imening'inizwa, alafu ya pili imelazwa kwa juu yake. Alafu ukija kwenye bomba tena hapa kuna gunia moja ambalo limekatwa nusu, kwa hiyo limening'inia upande huku. Na kwa ule mzigo, kwa jinsi ninavyojua na uzoefu wangu, yani mtu ambaye anaendesha baiskeli ile ama anasukuma baiskeli ile ni wale watu wa mpanga jendo kule wakata mkaa wale, ambapo unakuta ile baiskeli mpaka inaongozwa na kamba, ameifungia tu kamba, yeye yuko nyuma, zile kamba ndio zinaongoza, anazivutia nyuma huko kama kipindi kile cha kucheza na kina Joyce wao. Lakini sasa yule bwana cha ajabu, ile baiskeli alikuwa ameishika tu kwa mkono mmoja. Alafu ana wasiwasi. Mimi wakati huo natafakari lile, lakini yeye ana wasiwasi juu ya ile, yeye anazungumza na sisi huko. Sasa pale akasema kwamba samahani, namhitaji huyo.
Sasa kwa kuwa tulikuwa tuko kama zaidi ya 10-15 hivi. Tukawa kila mtu anajiuliza, nani mimi? Hapana, huyo nani huyo? Mwisho yote mpaka ikafikia kwangu. Mimi ndio. Nikatoka, nikamfuata. Habari njema, kwema. Samahani bwana. Nimetoka huko kazini, sasa mzigo wangu nataka nifike nyumbani, lakini nataka unielekeze njia ya shortcut inayokwenda kutokea Kongoe. Sasa hiyo njia nilikuwa mimi naifahamu. Na hiyo njia ilikuwa inapita kule kunako mji wetu ambako tulikuwa tukiishi hapo. Unapita hapo ndipo unasonga mbele. Kwa hiyo aliposema vile nikaona basi si tatizo. Naweza nikakuongoza. Kwa kuwa pia na mimi nyumbani ni njia hiyo. Nyumbani ni huko pia. Naam. Basi tukaongozana. Katika kuongozana kule, kama hivi ninavyosema, nilikuwa napiga pilika mbalimbali, nasimamia usafi wa mashamba, nasimamia uuzaji wa mchanga, matilio ya ujenzi. Nilikuwa natengeneza culture hizi, napenda sana mambo hayo ya sanaa hizo. Kwa hiyo moja wapo nilikuwa nimedesign alafu nimevaa shingoni, na ilikuwa ina msalaba, na ndio nilikuwa napenda sana kuvaa hiyo ikiwakilisha imani yangu. Sasa yeye akanambia, tukaanza safari. Mwisho wote akaniambia, samahani bwana. Nikamwambia bila samahani. Akaniambia, vipi, unaweza kuvua iko cha shingoni ulichovaa ili tuendelee na mazungumzo? Ilinitoa kwenye reli. Lakini sikustaajabu, nami nilikuwa kama kuna kiko kilichokuwa kinaniongoza kwamba hakuna shida. Hebu tekeleza kile unachoambiwa, alafu upate kujua ama kusikia na kumjua kwani ni nani na ana lengo gani na ikoje. Kwa hiyo ikabidi niende naye kama vile alivyokuwa akihitaji. Nikatoa ule msalaba, nikasema sio shida. Kunivua imani yangu ni ngumu kwa sababu ni tayari iko ndani ya nafsi yangu, umeona? Kwa hiyo hiki ni kiashirio tu ambacho mimi kukivua wala sio shida, naweza nikavua. Tukaendelea. Akaniuliza, unasali dhehebu gani? Nikamwambia Roman. Akaniuliza shughuli, nikamweleza shughuli zangu ndio hivyo deiwaka. Unakoishi? Nikamwambia ndio huko tunakoelekea. Akaniambia sawa. Basi huko tunaendelea na safari. Akaniuliza tena kwamba unaweza kubadili dini yako kuja kwenye dini yangu mimi, yani toka kwenye dini yangu mimi niende kwenye dini yake. Kamuuliza ni dini gani hiyo? Yani sio shida, ila nijue ni dini gani kwanza. Na yote niko kumlainisha ili nielewe kwa sababu ndio tayari tuko njia moja tunakwenda. Kwa hiyo tukishare some stories sio mbaya. Na hivyo ndio nilivyochukulia mikani kama story. Hatuwezi kwenda kimya. Lakini kumbe mwenzangu alikuwa na maana zaidi. Na nilikwenda kuijua mbele zaidi. Akaniambia mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Akanitajia dhehebu lile ambalo aliloko, ila kwa kuwa ni muda mrefu kwa kweli hilo jina mpaka limenitoka, ila nakumbuka tu mwisho huko lilikuwa linaishia na dash the wine church. Sasa haraka nikatafakari, the wine church, kanisa gani? Yani kanisa kama linahusika na kimiminika, umeona, ambacho kimiminika hicho kwetu sisi Roma najua kimiminika kile ni ile divai ambayo iko mithili ya damu. Lakini sasa kimiminika cha huku sijajua na maana gani na ikoje. Kidogo hisia zangu na fikra zangu zikaanza kuwa zinakwenda mbali zaidi. Tunakwenda huko nikimtafakari naye akinitafakari. Huko na huku nafikiri tulikuwa tumesha karibia nyumbani. Kwa hiyo nilimwambia tu nyumbani hapa. Ndio nyumbani hapo. Basi sawa. Hebu naomba ukanisaidia unipatie maji ya kunywa. Nikatoka nikaingia ndani. Kulikuwa na mzazi pale wa kike na wadogo zangu. Nikamwambia nina mgeni hapo ila anahitaji chombo hapa nimpatie maji ya kunywa. Nikapatiwa chombo kisafi kabisa, na hilo nilikuwa nalisimamia kwa sababu tulishahusiwa kwamba chonde siku yote mtu akaja nyumbani akahitaji msaada, iwe nyumbani ama popote mtu akakuhitaji msaada, basi mpokee vizuri, msikilize vizuri, msaidie vizuri, yani umkarimu.
na isije kutokea kwamba mtu kaja kuomba maji labda kwa sababu kavaa ovyo ovyo au yuko na mazingira ya ajabu ajabu, basi ukatoa kopo la chooni ukampa maji. Hapana, unaweza kufukuza hata malaika. Kwa hiyo kitu tangu tulipoambiwa, mimi niko inaishi ndani yangu. Kwa hiyo nilihakikisha napata maji yaliyo safi na salama na katika chombo kilicho safi. Nikampatia yale maji, akayapokea vizuri, akanywa. Alipokunywa alinishukuru sana, utadhani nimetoa sijui kitu gani. Yaani alinishukuru kuliko mpaka nikastaajabu, ni maji tu haya nimekumpatia, lakini mbona shukrani imekuwa kubwa. Ila yote na yote hamna neno. Nikarudisha chombo ndani, nikaaga kwamba ngoja niendelee nimsindikize. Ameulizia njia ya kwenda sehemu fulani, kwa hiyo acha nimsindikize. Sawa. Nikatoka tukaendelea na safari. Katika kuendelea na safari nikaanza kupata badiliko sasa. Akaniambia, unajua nikwambie kitu? Nikamwambia naam. Akaniambia, unaweza kustaajabu sana, na najua ni mengi unajiuliza, lakini usishangae na usijiulize. Mimi si kana kwamba nimepotea au nilikuwa sijui naulizia vipi na lengo kuu mimi ni kukutana na wewe, na nimetoka mbali na challenge yote ni wewe, na tulijua kabisa kwamba lazima tutakutana na wewe. Kwa hiyo ndio tumekutana. Kuna ujumbe inatakiwa nikufikishie na natakiwa nikufahamishe vile usivyovijua. Nikasema basi nashukuru, na kwa kuwa ni safi sina shaka, yani nikasema nashukuru. Akaniambia, bwana, hizo kazi zako unazofanya si kazi zako, ustahili kufanya kazi hizo. Wewe una kazi zako maalum. Nikawa na shauku ya kujua kazi zangu hizo maalum ni zipi, kwa sababu sasa kwa nini zinachelewa? Si mapema zije ili nijue njia yangu. Na pia utaki kuhangaika kabisa. Na hapa unavyoniona nimekuja na fedha zako kwa ajili ya matumizi, ambapo inatakiwa utumie ndani ya muda mfupi. Alafu Jumatatu tuwasiliane. Tulikutana Alhamisi. Jumatatu umeshamaliza, tuwasiliane, utapatiwa zingine. Alafu Jumatano tutatakiwa tukutane, na tutakutana na viongozi ambao utatakiwa kukaa nao, na watakueleza vitu vingi, na kuna form pale za kusaini kwa vile ambavyo utakavyokuwa unavielewa na unakubaliana navyo, na vile ambavyo usivyovielewa na usivyokubaliana navyo utaacha hivyo. Pengine nitakuelekeza kwa wakati mwingine. Na hivi sasa natakiwa uchague, pengine upewe jumba kubwa, yani bangalo au ghorofa roshani kadhaa kwa ajili ya makazi yako, na pia upewe gari aina ya Land Cruiser kwa ajili ya kuwa unawazungusha wazungu. Kuwazungusha wapi haikufahamika, ila nikajaribu kujiuliza tu kwa haraka, nikaona okay, kumbe ndio maana kwa mbali huwa najua kwamba kuna watalii na nini na naona hizo gari za tour na nini. Nikafikiri tu ni vitu kama hivyo, au ukabidhiwe kanisa kubwa na wewe ndio uwe askofu. Nikajiuliza, hivi ghafla kulala na kuamka mimi niwe askofu wa kanisa inakuwa kwaje na ikoje? Nikabaki kwenye mawazo. Kwa hiyo akanihitaji kwamba muda huo tuongozane mpaka pale pahala alikofikia, ili niweze kwenda niweze kwenda kupatiwa hizo pesa. Alidai ziko huko alikofikia. Lakini wakati tunazungumza hayo, tayari nilianza kuhisi uwepo hali ya tofauti. Na ilifika stage ninavyokaa hivi kuwaza, mwenzangu kilichoniogopesha alikuwa ananiambia kwamba najua unawaza hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo ikanipa mshangao mkubwa sana wa kutokujua kwamba huyu ni nani. Sasa huko na huko nilipata kama msaada, yani nikakuta kuna vitu vinaniambia, vinanipa mwongozo kwamba bwana, tumekuja kama msaada. Sivioni, lakini ni ndani ya roho. Tumekuja kama msaada, kwa maana hapo ulipo uko kwenye hali mbaya, uko kwenye hatari, na ukifanya mzaha hautorejea nyumbani na huna namna ya kumkwepa huyo. Lakini kwa haraka tu tunakwambia hivi, kuna mawili na usiyaweke rohoni. Moja kwa moja umwambie
au take action. Mueleze kwamba umekubaliana naye lakini unaomba ruhusa ili urejee nyumbani ukaweze kuaga, kwa maana ulitoka naye tu na ukasema kwamba unasindikiza mgeni. Kwa hiyo ukaage ndipo uweze kumfuatilia kule alipo. Cha kufanya yeye akupe location ya kule aliko yeye. Alafu wewe kubaliana naye yani kwamba uko tayari. Ni kweli muda huo ilibidi nimwambie, kwa sababu nikiviweka rohoni yeye anajua. Ilibidi nimwambie. Sasa samahani sana. Akaniambia bila samahani. Akamwambia mimi nimekubaliana na yote unayoniambia, lakini ningekuomba jambo moja. Jambo gani? Usiwe na shaka, niambie tu. Mimi ningeomba kwamba nirudi nyumbani niweze kwenda kuwaaga, nikaage familia ili nitoe kwenye wasiwasi. Baada ya hapo unipe maelekezo, mimi nitakufuata huko ili nije kuchukua huo mzigo wangu. Akaniambia basi hamna neno. Kwa hiyo akanipa maelekezo. Mimi tukaagana pale. Tulipoagana tulikuwa tuko barabarani, kwenye barabara iliyo ndefu na pana nyeupe, na pembezoni kulikuwa na vijani tu, na hivyo vijani kama vya mbuga kiasi ambacho hata kama sungura akikatiza unamuona yule anavyokwenda mpaka anavyoishiria. Sasa cha ajabu, tulipoagana tukapeana visogo. Yeye akachukua uelekeo wa kwake na mimi nikachukua uelekeo wa kurejea kwangu. Tulipopeana vile visogo, nikahakikisha nimepiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu nikiondoka. Lakini ya tatu pale nikakuta kama nimestop, nafsi inaniongoza kwamba hebu simama. Hebu geuka nyuma. Nilisimama, nikageuka nyuma. Na zile hatua tatu nilizozipiga naamini hata yeye ndizo hatua tatu alizopiga vile tulivyopeana mgongo katika kuagana. Kwa hiyo nilipogeuka nyuma sikuweza kuona mtu. Yaani sikuona mtu wala baiskeli wala hata chembe ya mkaa chini. Yaani sikuweza kuona chochote. Hata ule unyayo tu kwamba bana tulisimama hapa na ilikuwa sikuweza kuona chochote. Kitu ambacho hapo yani akili yote ilibadilika. Yani akili ilibadilika, sijui hata yani nywele zilisimama, zilisisimka, uti wa mgongo ulisimama, ukawa unasisimka, najisikia ubaridi, natamani kukimbia, lakini najiuliza sasa mchana kweupe saa 7 hii nitoke mbio. Hivi watu sio watanishangaa, wataona hiki kitoko huyu anakimbia nini? Na wakati amepita hapa salama na nini, na sasa hivi anapita mbio. Kwa hiyo kabidi nijikaze tu nirudi hivyo kishujaa, lakini ndani yangu siko sawa. Nikarejea mpaka nyumbani. Nilirejea mpaka nyumbani, nikajikuta nimefikia kukaa chini huku nikiwa nimeegemea ukuta, nimechoka hoi. Mzazi ananiuliza vipi mwanangu? Nikamwambia safi. Akaniambia mbona kama sio safi? Nikamwambia hapana, safi. Akaniambia hapana. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema mimi nakutambua vizuri, wewe ni mwanangu. Najua kabisa hapo hauko sawa. Shida ni nini? Nilitafakari mara 2 mara 3 na mwisho wote ilibidi nimwambie kwamba bwana, mimi nadhani nilikuja hapa, mliniona na nilikuja na mgeni hapa, na yule mgeni akahitaji maji ya kunywa, na yule mgeni alinikuta nikiwa maeneo fulani kule kwa mzee fulani. Na ndio kama unavyojua kwamba ndio kijioni kwangu huwa naenda kufuatilia pilika hapo na nini. Sasa kule katika wote akaniteua mimi, lakini njiani alinieleza haya na aliniuliza hivi na hivi na hivi, na tukafika hapa akaniomba maji ya kunywa nikampatia, na nilipompatia alinishukuru sana visivyo kawaida, na mwisho wote tukaondoka na kuendelea na safari. Lakini njiani kanieleza 1 2 3 4 5 kwamba mimi hizi yani maisha haya sio maisha yangu, kazi hizi sio kazi zangu, kwamba iko kazi yangu, anahitaji akanipatie pesa, na mwisho wa siku nitakutana na wazungu watanisainisha katika mikataba yao, basi nianze maisha mengine na nikabidhiwe maisha mengine. Sasa sijui hata hili likoje, hata silielewi mimi. Kwa hiyo umefanya, nikamwambia mimi imebidi tu nimuombe kwamba nirudi nyumbani nije niage, alafu nitamfuata, maana sikuwa na namna. Na kwa jinsi nilivyokuwa naye, vitu tulivyokuwa tunaendelea kuzungumza, nilikuwa nahisi kabisa kutekwa ufahamu na mwisho wa siku kupotea hata nami. Yaani kilichomtokea yeye naamini ndio ilikuwa kikitukute sote pamoja. Mzazi aliguna na alishiwa pozi kiukweli. Alikaa katafakari, mwisho wote tu akaniambia mwanangu, kama unatupenda na unaipenda hii familia, basi usiende na usikubaliane na hivyo vitu. Lakini ukienda na ukikubaliana na hivyo vitu umemaliza familia nzima. Huyo sio mtu, hilo ni jini.
Nilistuka, lakini katika hali ya kustuka si kana kwamba labda nilikuwa na ugeni sana. Hapana, ni basi tu nilikuwa kama jasiri, lakini kwa nilichokutana nacho tayari hata akili yangu ilishanieleza kwamba iko hivyo. Ila sikuamini mpaka nilipokuja kuthibitishiwa pia na wengine kama hivyo. Nikabahatika kutoka huko mazingira, nikabahatika kuwa na mji wangu. Huko kwenye mji wangu kukawa na changamoto. Nilikuwa mtu wa ibada sana, ambapo nilihamia Pentecoste kufuata dini ya mwenzangu niliyekuwa naye hapo awali. Nikawa naabudu kwa moyo na kwa moyo wote, na nikijitoa kwa dhati kabisa juu ya utumishi wa kanisa huko. Na mwisho wa siku mpaka nikaambiwa madhabahu iko wazi kwa ajili yangu, lakini mimi sikuwa tayari binafsi yangu, sababu bado safari yangu ilikuwa ni ndefu na niliona. Kwa hivyo siku moja nakumbuka tukiwa tumetoka kanisani tumerejea nyumbani, nikatoka ndani na kwenda kukaa pahala fulani hivi kwenye mzunguko wa eneo langu. Huko kilichonitokea ni cha ajabu sana, ambapo sikuweza kuelewa na kwenyewe ni nini. Nilikutwa nasemeshwa na sauti moja kubwa sana na ya ajabu sana, ikiniamuru nirudi nyumbani, yani nirudi ndani. Nikawa kama mkaidi kidogo kutaka kujua kwani ni nani na ikoje, lakini ikaendelea kuvuma kama mara 3, yani ikianza ya kwanza ya kawaida, ya pili inapanda, ya 3 zaidi. Hivyo ilifika wakati ilinitisha sana, na mpaka nikasema hata siwezi kusubiri kuona nini kinachotokea mbele yangu. Hiki kitakachotokea sidhani kama nitaweza hata yani kwa kukiona tu chenyewe naweza nikawa mfu. Kwa ile sauti niliyoisikia, na hiyo sauti hata kama ningelikuwa na mwenzangu asingeisikia. Naamini kabisa ni mimi peke yangu ndio niliisikia. Ni sauti kubwa isiyokuwa na mfano. Siwezi kusema kwamba ni mzimu, sidhani kama mzimu una sauti ile. Na yani nashindwa kusema kwamba ni sauti ya nini, ila nahisi ama nahisia ya sauti fulani, ingawa sitaki kuitanabaisha moja kwa moja. Labda pengine watanisaidia Watanzania wenzangu, lakini ilikuwa ni sauti kubwa sana. Yani kama vile unavyosikia mungurumo wa radi. Sasa ile radi inapopiga ndipo mtu azungumze kupitia kwenye ile radi. Sasa unaweza kujua huyo ni nani labda alikuwa anazungumza. Mimi nimeshindwa kuelewa, na mpaka leo sielewi. Ikanipa shaka, hivyo ilinilazimu kurejea nyumbani haraka. Wakati naelekea nyumbani ikaniradhimu kwamba kimbia. Nikasema hapana, umeniamuru niende nyumbani, nimekubali kwenda nyumbani. Leo hii tena unaniamuru nikimbie. Sasa mbona nakuwa kama nimechanganyikiwa na wakati niko na utimamu? Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine naamini kabisa kwa lugha ile ama kwa fikra zile tayari nilikuwa nimemkaidi yule aliyekuwa akiniamuru. Kilichokwenda kutokea mbele sikukijua na sikuwa na matarajio nacho. Najikuta nakwenda nyumbani, navuka kizingiti cha mlango, navuka ngazi, yani nanyanyua mguu wa kulia na uingiza ndio unaingia ndani, nivute wa kushoto ili niwe nimeingia ndani. Nikajikuta nimedondoka pale. Namna ya udondokaji niliyodondoka, mimi mtu mzima sikuwahi kudondoka hivyo, na ikitokea hivyo kuna tafakari nyingi na the way vile tulikotoka na mila na desturi na kuhusiwa kote, namna tulivyoelekezwa na nini ilinipa mwashirio na tafakari nyingine kwamba hii ni nini. Sasa wakati nimedondoka vile, mwenzangu alikuwa yuko kitandani amekaa, na alikuwa ni mjamzito wa miezi 9, ambapo hiyo miezi 9 yenyewe hilo tumbo lilikwenda mpaka miezi 12. Yote ni maajabu tu, maisha yangu yote yamezongwa na sielewi. Kwa hivyo akawa ananiangalia. Mwisho wote akaniambia hivi, wewe ni nini sasa, unaigiza au? Nikataka kumjibu kwamba siigizi, mwenzio niko kwenye hali hapa ambayo imenikuta ambayo sifahamu. Nahitaji hata msaada. Lakini wakati nataka kufungua kinywa, nikakuta kinywa kimefunga. Nataka kuzungumza lakini kinywa kimefunga. Yaani huko inatoka kabisa pumzi ya kuzungumza, lakini hapa kinywa hakifunguki. Meno yamefunga na yamekaza. Nilijitahidi lakini kiume nilifeli. Mwisho yote, kama kuna roho ananiongoza ananiambia, sikiliza, unajua usichukulie tu jambo kiwepesi.
ukadhani ya kwamba yani umeanguka tukimzaa na kwamba utanyanyuka. Tunakwambia hivi, jaribu usihangaike na kitu kingine, jaribu kunyanyua kidole. Kikinyanyuka kidole basi jua na wewe mwenyewe umenyanyuka. Kwa kweli nilijaribu kunyanyua kidole changu cha shahada. Lakini nilishangaa kidole hakinyanyuki, hakina nguvu, hakuna mawasiliano. Kitu ambacho nilikuta machozi sasa yananitoka. Maana naona sasa mbona makubwa yananikuta, alafu mbona nakufa hivi hivi, yani kizembe hivi hivi, na mwenzangu yuko hapo na anashindwa kujua na ni muda huu hii ikoje, na kile kilichonitokea kule mbona nashindwa hata kukizungumza. Sasa ndio nimefungwa kauli. Ni nini kinanikuta? Ama nini kinaendelea? Wakati natafakari lile, nakuta kutoka kwenye vidole vyangu, vidole gumba vya miguu, yani kuna mpozo unaopata, mwili unapoa, unakata network, yani mwili kawaida unakuwa na joto, na maanisha damu inatembea, niko hai, niko timilifu mzima. Lakini mwisho wa siku nikawa nahisi ubaridi ambao sio wa kawaida, ambao unanivaa mwilini, yani kwamba vingine vinaenda vinasimama, vinapungua flow, ubaridi ndio unachukua nafasi. Kiukweli bila kuficha ni hali nyingine kabisa ambayo yani sijui niseme nini, lakini mimi kwa maono yangu, na mimi niliyekuwa mlengwa, na mimi niliyekuwa inanikuta muda huo, yani niliona kabisa kwamba hapa sasa hii sio shughuli ndogo, hii ni shughuli kubwa, na hapa mimi naenda bila hata kuaga wala kusema na yoyote. Mungu hebu nisaidie. Kosa langu ni nini na nimekosea wapi? Ikoje? Mbona mimi ni wa kanisa? Mbona mimi naabudu vizuri? Mbona mimi niko safi, naishi shida nini? Kitu gani hiki? Yani nikaanza kuwaza mengi, nikaanza lile sononeko la nafsi kama inajuta, sijui na kujutia, natafuta. Ile hali inaendelea. Mwenzangu amebaki bado ananiangalia, sasa ameshikwa na butwaa, na mwisho yote anaona machozi yananitoka, ndio aligundua huyu kweli ana tatizo. Alichofanya, alichukua maji ya baridi, akachukua chumvi ya mawe, akaweka kwenye maji ya baridi, akachukua Bible, akanifuata, akaninyanyua kichwa, akakiweka kwenye miguu yake, akaanza kupiga maombi huku akisoma pale kile kitabu, akijaribu kunipa msaada. Sasa wakati huo mimi hali ndio imeshamiri. Imefika wakati ule mpozo na ubaridi unakuja, lakini unakuja slow. Unakuja mpaka kwenye mafuti, una stop kidogo. Unanipa pumzi ya kuona najiandaaje au nasema nini. Inatoka tena, inakuja kidogo, inafika sehemu inasimama. Ilikuja mpaka ikafika kwenye kiuno. Alafu cha ajabu yani tuseme ni kama nilikuwa naona, lakini si kwa macho haya ya nyama, yani macho yale ya roho. Ni ngumu, lakini nafikiri naweza kunielewa kile ambacho namaanisha. Nilihisi kuna mtu amekuja amesimama juu yangu, maana nilikuwa nimelala kifudifudi. Kwa alikuja akasimama juu yangu, yule mtu simuoni, lakini naambiwa kabisa, na uashirio upo kwamba kuna mtu yuko hapa juu. Na yule mtu ameachia kitu mithili ya ndoano, na kina kamshipi kabisa kandoano kale, kama wale kama vile wanavovulia samaki. Alafu ile ndoano sijajua ni kwa namna gani, sikupasuliwa kifua, sikufanyia operation yoyote, wala sikutobolewa popote. Lakini ile ndoano ilikuwa imepita na isikia iko ndani ya kifua changu, yani ndani huko kuna nyama. Nikakuta yani ile ndoano sijui imepenya vipi, lakini nahisi kabisa hapa juu kuna kamba. Ile kamba ndio yani kuna mtu ameishika hapo na ameituma kwangu, ameitosa ndani yangu. Kwa hiyo ile ndoano imeenda imekamata sehemu fulani ya nyama, alafu inajaribu kuvuta hivi, yani kama kungoa hivi, kuachanisha. Sasa ile nyama bado ni mbichi, alafu imeshikamana, lakini yani kuna nyama fulani ambayo anahitaji yeye, ambayo iko katikati. Sasa naitoa, anajaribu kuingoa, ni kuiachanisha na kile kiwiliwili. Maumivu niliyokuwa nayapata yalikuwa sio ya kawaida. Hayasemeki, hayasemekani, ila ni mimi ndiye niliyejionea na ndiye niliyeyapata. Natamani kuzungumza, siwezi, vitu ndio vimeshanikumba. Kwa hiyo sasa nikajikuta tu
na nena rohoni kwamba niachie nafsi yangu, niachie nafsi yangu, niachie nafsi yangu, niachie nafsi yangu, mimi hapana, niachie nafsi yangu. Yani ilikuwa hivyo, ni kama vita tunagombea. Yeye anataka hiki, mimi nataka uhai wangu. Mwisho wa yote nikapatiwa tena mwongozo kwamba sikiliza, wewe umeokoka. Nikakiri na mimi kwa nafsi, naam. Kaambia sasa, sikuna sala ya toba kule mnaongozwa? Nikakiri kwa nafsi, naam. Kaambia sali sala ya toba. Kwa maana ndio, yani ni wakati wa changamoto, kuna mawili, uvuke ama usivuke. Kwa nikajikuta sasa naanza kunena, Mungu nisamehe dhambi zangu, nifuta jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nikanena yale yote jinsi vile ilivyo inavyotakiwa. Nilipomaliza nikatakiwa kutulia tu hivyo hivyo, na nilitulia kweli hivyo hivyo. Mwisho wote niliganda tu vile. Mwenzangu sasa msaada ulimshinda, ananipa maji yale yenye chumvi. Yale maji hayaingia, hakuna hata tone lililoingia. Aniliamimina kwenye mdomo, lakini hakuna hata tone lililovuka kwenye koo wala kuja hata tumboni. Hakuna. Yote yalishuka pembeni na kumwagikia huko. Alistaajabu na alikosa kwamba afanye nini. Hivyo ilibidi tu abaki ananiangalia, hakuwa na namna. Alisubiri tu kuona hiyo hatima ya mwisho. Maana ndicho kilichokuwa. Na mimi mwenyewe sasa baada ya kumaliza ile sala nikatulia. Nilipotulia, nimetulia pale mpaka majira kama ya saa 10 hivi. Nafsi inaniambia hapana, sasa usikubali kuendelea kuwa hapo chini. Ukikubali kuwa hapo chini umekwisha. Pambana unyanyuke hapo. Na mimi ndio sina nguvu. Nikaanza kujitahidi kunyanyuka. Mwili bado hauna nguvu kabisa, lakini kidogo kuna kaunafuu nilikuwa ninako. Nikajikuta nimejikongoja, nimenyanyukia kitandani. Nimekaa kitandani na nikashindwa kukaa, mgongo hauna nguvu, niliangukia kitandani kawa nimelala. Ikaja tena inaniambia usikubali kubaki hapa kitandani. Ukikubali hapa umekwisha. Simama juu. Kumbuka nguvu za kusimama sina, na mwenzangu ni mjamzito, tumbo ni kubwa sana, yuko hoi. Ananiangalia tu. Kwa kweli nikasema yani leo hata kama kifo, nitakwenda kwa namna yake. Nimesulubika. Kwa nikajikuta na hangaika pale. Nikakamata ukuta. Nikajikuta natembelea kwenye ukuta. Nimesimama lakini najivutia kwenye ukuta. Taratibu hatua ni za kuzivuta. Mpaka inafika saa 12 nalifikia kabati. Nikajikuta nimeenda kugomea kwenye kabati mpaka majira ya saa 4 za usiku. Nahofia kwenda kitandani kwa sababu nimeambia nikienda tena pale kulala, nahitaji kulala lakini naambia nikienda kule nimekwisha. Kwa hiyo nikatulia pale. Mpaka baadaye tena nikakuta napata tu mwongozo kwamba sasa unabidi upumzike. Kwa hiyo ndipo nilipojikokota tena na kwenda kitandani, lakini sikuwa na tumaini napo. Niliamini kwamba pengine kesho yake nisiamke. Lakini nikajikuta kwa rehema za Mungu pia nimelala. Na sio kulala hivi hivi, akapigwa tena maombi na mwenzangu, na mimi pia nikiendelea kujiombea. Endelea na shughuli zangu. Hapo upande wa shughuli kidogo ulikuwa umebadilika. Hapo niko kwenye masuala tena ya ujenzi. Na pia niko nashughulika na tenda za uchimbaji wa mashimo ya vyoo. Mambo yanakwenda kwa namna yake, ingawa kula ya ugumu mpaka uwe na misuli ile ya nani ndipo uweze kuparticipate. Lakini ndio kwa kweli kwa pilika zangu yani sikuwa na tija. Maisha yakaendelea nikijitafuta, nikipanga mipango yangu kwa ajili ya huyo mzazi. Sasa siku isiyokuwa na jina nikakuta umeingia ugeni nyumbani. Amekuja ndugu yangu kunitembelea, ni mdogo wangu. Alipokuja kunitembelea, kaja kakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akaja mwajiri. Maana nilikuwa natembelewa na watu mbalimbali. Kuja ananiambia, samahani nilikuwa nahitaji mtu akanisaidie na duka langu la vyombo na vyakula vya mifugo. Kwa hiyo nimeona nije, pengine najua moja kwa moja utanisaidia. Nilistaajabu kwa kuona kwamba mimi tayari na mambo yangu mengi yani mengi ninayofanya. Kwa niko na masuala yangu ya udalali, niko na masuala ya ujenzi, niko na masuala yangu ya tenda hizo za usimamizi wa machoo na nini, niko kwenye masite huko, ni site foreman. Sasa hili tena inakuaje? Lakini nitaka niipige teke, lakini malaika akaniongoza pia, akanambia wewe, hiyo riziki imekuja, usipige teke mwiko. Bado shida zako hazijakuisha. Hebu ipokee. Kwa hiyo kabidi nimsikilize vizuri, na mwisho wote nikaambiwa sasa una ndugu yako amekuja, na wewe ndugu yako amehitimu masomo, hivyo yuko kwenye kusubiri majibu. Kama atakuwa amefanya vizuri aweze kuendelea. Kwa hiyo ikibidi muunganishe yeye akafanye. Na mimi sikuwa na iana, nikamuunganisha, wakakubaliana. Kwa
mshahara wa 370 kwa mwezi. Yule ndugu yangu akaanza kuifanya ile kazi. Kaanza kazi kufanya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Siku ya tatu ndipo tuseme matatizo na mambo mengi ni ya miujiza zaidi yakaanza kushamili, yani kunitokea ama kuyaona. Nikiwa niko kazini, nilikuwa na desturi kwamba lazima mchana nirudi nyumbani kuja kuangalia familia, alafu baada ya hapo kama iko salama na rejea zangu tena kazini mpaka jioni. Kutokana na hali ya mwenzangu aliyokuwa nayo, kwa hiyo ilibidi uangalizi wa kila muda, ilikuwa sio wa kumwacha tu moja kwa moja. Nikiwa kazini nafsi inaniambia rejea nyumbani. Nikaaga kwa sababu nafsi yangu naijua. Nikarejea nyumbani. Kurejea nyumbani, nikiwa niko ndani, nafsi nakuta inaniongoza kwamba hapana, toka nje sasa. Ilikuwa ni saa 7 mchana. Nikatoka nje. Pale kwangu palikuwa ni mlimani. Na nikiwa pale mlimani, nina uwezo sasa wa kuona umbali mrefu na mzunguko jinsi ulivyo, njia zote kwa kila anayepita na nini hivyo. Sasa nafsi inaniongoza. Haya, naiambia nimeshatoka tayari, niko hapa nje. Nifanye nini? Naambiwa tulia hapo hapo nje. Niko uwanjani. Nikaambiwa tazama kulia. Nikatazama kulia. Kulikuwa na njia inayoteremsha bondeni. Nikasema mbona hakuna kitu? Yaani nikarudisha majibu kwenye kifua kwamba sioni kitu. Kaambiwa tazama kushoto. Katazama kushoto. Nikarudisha majibu, sio, mbona hakuna kitu? Nikaambiwa tazama mbele yako. Mbele yangu ni mteremko, alafu baada ya mteremko kuna mlima tena mwingine. Njia inaendelea. Nikasema sioni chochote. Nikasema sasa huu utakuwa upuuzi. Hebu ngoja mimi nirejee zangu ndani. Maana naona haya kama mauza hata sielewi. Mke wangu muda huo ametulia, sababu naye alikuwa ni kama mwenye machale, alafu sio tu machale, ni mtu ambaye alikuwa kama anaelewa kwamba kuna kitu fulani na huyu mwenzangu ana vitu fulani ingawa vilikuwa visemekani moja kwa moja, na mpaka leo yani sielewi. Nilipotaka kurejea ndani, nimeshaingia ndani, inaniambia tena hapana, ndani usikae, tumekuamuru ukae nje, rudi nje. Ikabidi nirudi tena paka nje pale. Nikasimama pale. Kusimama ikaniambia, "Haya angalia kulia." Nikaangalia kulia. Nikarudisha jibu, hakuna kitu. Kaambiwa tazama mbele, nikatazama mbele. Nikarudisha jibu kwamba hakuna kitu. Kaambiwa haya tazama kushoto kwako. Nikatazama kushoto. Kushoto na kuja kumuona mdogo wangu anatokea polini, na wakati ni njia ambayo alikuwa haitumii na haijui, na yeye ni mgeni. Lakini siku hiyo nikastaajabu kuona anatokea polini. Nikajikuta huko kwa aliko naamliwa kumuuliza, "Kwa nini unarudi sasa hivi?" Sasa akajikuta anahangaika kunijibu, yani haikuwa rahisi kunijibu tu kwa haraka. Kana kwamba kuna kitu anaashiria kilichomkumba. Kwa hiyo ikawa herufi ni za kutafuta namna ya kuziumba mpaka zinakuja kukamilisha usemi ameshafika kwangu. Na kabla ya kufika kwangu nikajikuta mimi ghafla tu nimeletewa hali ambayo nimebanwa. Alafu mpaka hata kupumua nashindwa. Alafu ikatoweka ghafla. Alafu nikakuta naambiwa, "Bwana, sasa hicho tulichokuletea hapo ndio hali aliyokuwa nayo yule." Kwa hata unapomuuliza anapata wakati mgumu. Nikasema sawa. Akaja mpaka hapo nyumbani. Akamalizia pale kwamba nimekumbwa na kitu kizito sijui nini. Nikamuuliza kwani umefanyaje au ilikuwaje? Akasema mimi hamna nilichofanya zaidi tu kuna gunia la pumba nilikuwa nalisogeza. Nikamwambia sasa inawezekana gunia la pumba ndio limekuteua sehemu. Kwa nini ukaburuza gunia la pumba? Kwani wewe ulienda kwa kazi ya kuburuza gunia la pumba? Alishushwa kwenye gari na walituomba tu kama msaada tusaidie kukuwa na washushaji. Nikamwambia basi sawa, pole. Sasa nitafanyaje? Ikabidi nikampigia, nikamwambia ingia upumzike hapo ndani. Akaingia kupumzika hapo ndani kwenye chumba chake ama chumba kile cha wageni ama cha dharura. Nikampigia simu mwajiri wake. Mwajiri wake alifika kesho yake. Mwisho wote tukalizungumza. Sasa huyu ndugu amekuja kunitembelea na akiwa yu mzima, na leo hii anapata matatizo alafu ambayo sielewi.
na hivi kwenyewe jana amesema ilikuwa anajisikia hivi na hivi na hivi, na amelala, ameamka bado hali inaendelea. Tunafanyaje? Inabidi mimi na wewe tushirikiane ili aweze kuwa salama, na hata ikibidi basi arejee nyumbani kule akiwa salama. Sawa. Sasa mimi narejea kazini. Kuna chochote nilichokuwa nacho hiki, na wewe utajitoa hapo, utaongezea ili mpeleke pahala kwenye matibabu, hospitalini, akapata vipimo tuweze kujua na tatizo gani. Kanipea sawa. Mimi nikatoka nikarejea kazini. Wenzangu wakaondoka na mgonjwa. Jioni narejea, nakuja kukuta nao walisharudi. Nimekwenda hospitalini, tumekwenda tu pharmacy. Kwa hapa tumepewa dawa za kuchua na nini. Nikasema sasa hapa mmefanya makosa. Mimi nihitaji muende hospitali ili tupate vifanyike vipimo, tuweze kujua nini tatizo na aweze kupata tiba mbadala. Sasa leo hii unaponiambia umemchukulia dawa za kuchua na nini na wakati nimeamini kwamba mnaoenda ni watu wazima na elimu zenu, inakuwaje nimefanya hivi? Ngoja tuangalie kwanza katika hili. Sawa. Habari sasa ikaanzia hapo. Nikajikuta mimi baada ya kuzungumza hayo, alikuwa anafanya maandalizi ya chakula hapo, nikasema basi ngoja nisubiri. Wakati nasubiri chakula, nikajikuta nimepata kausingizi. Ule usingizi haukuwa usingizi. Nilijua ni usingizi kama usingizi. Yaani nilijikuta tu nimelewa nimepata usingizi, lakini kumbe haukuwa usingizi. Matokeo yake akaja bwana mmoja usingizini. Sura simuoni. Naikumbuka rangi yake ya mwili ilikuwa ni maji ya kunde, lakini iliyo iva sana. Na pia alikuwa na shati la mikono mifupi la rangi ya drafti, mchanganyiko pinki, nyeupe na zambarau. Sura sioni, naona tu kiwiliwili. Anakuja ananiambia, ndugu yangu, wewe jamaa yangu sana, ngoja nikuchukue twende tukatembee. Sasa hapo kumbuka ninapokuwa nimesinzia hapo. Anakuja kunihamisha, kunichukua na kunihamisha. Anakonipeleka mimi sijui ni wapi. Kwa maana nilikuta ananizungusha, nazunguka, naiona dunia na vitu vilivyomo ndani yake na vitu vya ajabu ambavyo hata kwa dunia hii ya macho yangu hivyo vitu mimi sijaviona na sivioni. Na hata baada ya hapo ilinilazimu kutafuta sana na kuhangaika sana, kwani hivi ninakoenda ni wapi? Lakini kila nikitafuta sielewi na sijui naingilia wapi, au ni nyumba ya nani, ndio kuna njia au mlango, sielewi. Basi nakuta ananitembeza huko. Hata nitembeza sehemu mbali kwenye sekta mbali. Atanipeleka mahospitalini, kwenye mahospitali makubwa, kwenye mahospitali madogo, vizanati hivyo. Hata nipeleka kila sehemu, na kikubwa anachoenda ananionyesha, naenda kuona watu na hali mbali. Watu wamefanywa maoperation, manyama yako nje, madamu mabichi. Naona maiti nyingi tu. Naona maiti nyingi. Watu wengine wamepata ajali, mtu ukimwangalia hivi huwezi ukamwangalia mara moja au mara mbili, mtu ana kichwa hiki kina manyama ambayo mimi sielewi yalivyo kaakaa. Yani nikawa najikuta nakuwa mwoga, lakini inabidi niwe jasiri kwa sababu ndio nimeshachukuliwa na niko na mwenzangu. Afu huyo mwenzangu simjui, lakini najikuta namuamini na najikuta namuelewa. Kwa hiyo ananitembeza hivyo. Naona maiti. Sasa zile maiti anaenda ananionyesha. Nakuta maiti ambazo zimekufa kabisa, na kuna maiti ambazo zimekufa lakini maisha yao bado yanaendelea. Anaenda ananifahamisha, ananiambia umeona hao wamekufa kabisa. Umeona hao? Kundi hili hapa hao walikufa, lakini wamekufa tu huko, ila hao hawajafa, yani bado wako hai. Na kiukweli nikiangalia naona kuna maiti ambazo maiti zote ziko na sanda. Lakini zile sanda kuna baadhi zimegeuzwa, wengine sanda zile wamefunga lubega. Lubega zile style za kizamani walizokuwa wanafunga si wadada wanatoka kuoga au ngomani na nini hivyo.
Kwa hiyo maiti zile sanda wamefunga rubega, yani kwamba mtu kaugeuza kama msuli, yani sio sanda, imekuwa ndio nguo, yani ndio nguo yake. Kwa hiyo wako makundi kwa makundi, wako wanapiga story, na kuna makundi mengine ndio naenda kuona ama kuonyeshwa, nakuta yako sehemu yani kama kwenye kona hivi, yani nyumba na kona hivi, ile kona pale zimerundikwa maiti nyingi sana pale. Kwa hiyo hizo maiti pale nikiangalia ndio nyeusi ti, alafu zimezima tu moja kwa moja, naambiwa hao ndio wamekufa kabisa. Sasa mimi kwa upeo wangu na mambo yale, kwanza nilikuwa na ugeni nayo, sina wenyeji nayo, kwa hiyo naelewa, lakini sielewi nini ananiambia, wala sielewi ananielekeza nini, wala ananifunza nini lengo, yani sijui nini kusudi, ila ilibidi tu niwe nayapokea. Kwa hiyo kuna huku siku ya kwanza hiyo nikajikuta wakati na staajabu na nini, niko kwenye mshangao wa hizo mambo, nikajikuta nimeshtuka. Kushtuka, niko kwenye kiti, mwenzangu huyo ananitazama mbele yangu, mke wangu. Ikabidi nimsimulie siku ya kwanza, bwana, unajua mwenzio naona hivi na nilikuwa nimelala hapa, nilijikuta nina usingizi, lakini usingizi wenyewe umekuwa hivi na hivi na hivi na hivi, na nimeona hivi na hivi, sasa sielewi hata nini maana yake. Aliitika na aliguna tu, umeona, aliitika tu na kuguna, alafu hakunambia chochote, akalipokea tu na kwamba amelielewa, lakini kama vile analifanyia kazi, ingawa hajui nini, ila ana chembe za kujua, anahisi yani, hatuna hakika. Mwanzangu tuachane nayo tu. Huko na huko nikala chakula, kaenda kumwangalia mgonjwa pale, mgonjwa akadai yeye hajisikii kula. Mimi nikarejea zangu kazini. Nimekwenda kazini, piga kazi, nimerudi. Hali ya mgonjwa yuko hivyo hivyo alivyo. Tukaingia kupumzika, lakini nikikumbuka tangu siku ya kwanza hakula chochote wala hakuweka chochote yani kwenye utumbo wake. Zaidi alikuwa akiagiza asubuhi na mapema, anakuja, shemeji mtengenezee uji, anatengenezewa uji, alafu hanywi wala maji wala chochote, anakaa tu hivyo hivyo. Tumesisitiza sana juu ya hilo, lakini halikuwezekana. Mwisho wa yote ilitubidi tukae tuangalie tutafanyaje. Huku tunatafakari na tunaona sasa hii tatizo, alafu tatizo kubwa sana. Tunajaribu kutafuta ufumbuzi, lakini ufumbuzi huo ndio tunautafuta kwa njia za kawaida, hospitali na nini na nini. Basi siku ya pili nimetoka kazini, nimerudi nyumbani kuja kuangalia tena wanaendeleaje. Mchana tumeongea pale wakati wanafanya maandalizi ya chakula, mimi nikajikuta nimepitiwa tena na usingizi kama kawaida. Nikajikuta nimesinzia. Kusinzia kwangu kule, hali ikarudi pale pale kwamba hakukuwa kwa kawaida. Nilipopata kusinzia tu hivi, kaja yule bwana na shati lake lile la mikono mifupi lenye drafti, rangi pinki, blue, pinki, zambarau na nyeupe. Kaja ananiambia, ndugu yangu, nimekuja tena nikuchukue tuende tukatembee tena nikuonyeshe mambo. Sasa nijikuta na mimi kama vile nimeshaanza kumzoea ingawa sielewi, alafu hata namna ya kumkataa au kumkatalia siwezi na sina. Yaani najikuta tu yani nimeunga naye undugu hivyo hivyo, tunakwenda. Si unaniambia ni ukanitembeze huko, twende tukatembee. Ni mambo ambayo najikuta kama vile niko usingizini, lakini si usingizini, ni vitu vinaendelea kabisa. Sababu hali ya ndoto ni ya ndoto na inajulikana, lakini kwa hivyo nilivyokuwa naviona mimi na kukutana navyo, wala ilikuwa ndoto wala si ndoto, kwamba ndoto tu kawaida, hapana. Na ndio maana nimehifadhi na mpaka leo hii niko nayo, na bado ndio mlolongo ni huo yako yakiendelea kutembea na mimi. Sasa akanichukua, aliponichukua tukaenda. Sielewi tunapitia wapi, kinafanyika nini, najikuta tulipo sio kwenye dunia hii, tuko katika ulimwengu mwingine. Ila kwenye huo ulimwengu bado nakutana na jamii hii yani wanadamu wenzangu na stili waliokuwa huku duniani niliowaacha huku, au ninawajua ama nisiwajua, yani mchanganyiko. Lakini wote ambao tayari walishatangulia mbele za haki. Sasa tunatembea katika kila sekta kama kawaida, kwenye mahospitali makubwa, kwenye hospitali ndogo za zahanati, kwenye majumba ya watu binafsi. Tunaenda, mwisho wa siku kuna nyumba mpaka za watu binafsi. Kwanza kuna nyumba hiyo niliingiza, alinipeleka
ni ndogo ya rangi nyekundu, ina chopping ya rangi nyekundu. Ni ndogo tu, yani ya wastani, kama ukiangalia kwa nje kama vyumba viwili vitatu, lakini ile nyumba tangu tulivyoingia mule ndani, I say nadhani kutwa ilikuwa inataka kumalizikia huko. Yani ile nyumba hatujaimaliza, inazidi kutanuka. Kwa hiyo natembea sehemu mbalimbali. Sasa cha ajabu, kila ninavyotembea kutana nao ni maiti. Yani niliokuwa naona ni maiti tu, wala hakukuwa na vitu vingine. Nilivyokuwa naviona ni maiti tu. Na maiti hizo za ajabu, ila nilikuwa navumilia. Yani havivumiliki, lakini ilibidi niwe navumilia. Yani havivumiliki, nakwambia. Yani kama unaweza kukimbia, unaweza ukasema nakimbia, lakini pa kukimbilia huna. Nikigeuka nyuma sioni, na sioni imeingilia wapi wala natokea wapi, sielewi chochote. Ila mbele yangu kuna maiti, nyuma yangu kuna maiti, pembeni ni maiti, ni njia tu hii ninayotembea, na mwenzangu huyo ndio kiongozi. Sasa yule jamaa alikuwa ni kiongozi kwangu, alafu vile vile bado inaonekana mimi nilikuwa kama ndio si bosi wake. Yani ananichukua kwa heshima sana, na tunakwenda na wale nawaona pia, hata hizo maiti ninazozikuta nzima na nini, wanaongea na nini wanapotuona, na sana mimi, basi kuna heshima ambayo naiona. Sasa nilishindwa hata kuelewa. Natembezwa hivyo, ndio hivyo ninavyokuambia, na kwenda cha kuona tumaiti, na kwenda kwenye sekta nyeti, si za upasuaji, nakuta mtu, yani mtu amefumuliwa, yani nakuta yani ni manyama, yani vitu vyote nje, au kama kichwa cha mtu unamkuta, yani mtu kama vile sio mtu, yani kama si ng'ombe, si kifaru, unakuta yani sielewelewi, yani mtu manyama yamefumuka tu, yako wazi. Inataka moyo. Kama una moyo sijui hata inakuaje. Maana sasa mimi nilikuwa niko radhi kwa lolote, kwa maana nimechukuliwa na nimepelekwa sehemu ambayo nisiyojua, na nile naye simjui, sura sioni, ila naona tu kiwiliwili. Kwa hiyo sijui lolote, na lolote kama lingeamliwa lingeweza kuwa. Siku ya pili hiyo nakuja kuzinduka hivi, nimezinduka kwa mshangao. Mwenzangu ananiangalia, vipi? Naambia vipi, na mimi namshangaa yeye, ananishangaa mimi. Kwani vipi? Nikamwambia bana zangu nilikuwa nimelala tu, lakini kulala kwangu mimi ndoto ninazoota sasa hizi sizielewi. Unaota, kwani umeota nini tena? Ikabidi nimuelezee. Bana 1 2 3 4 5 mimi naonyeshwa maiti hivi na hivi, kuna watu wananichukua na nipeleka mimi sehemu hizo sizielewi, sijui, lakini sio wapi, ni huku. Nikamwambia hapana, sio huku, ila sijui, lakini ngoja tuone. Kaniambia haya, kwenda kuangalia hali ya mgonjwa wangu. Hali bado mbaya. Siku ya 3 imefika, nimeenda kazini. Baada ya kumwangalia mgonjwa, ana hali mbaya, na nilipanga ndio hivyo, nikafanya mipango ili nimsafirishe. Maana nilimuuliza, unaonaje, nikushughulikie mimi kwa matibabu, labda niendelee kuhangaika na wewe huko na huko, au nikurudishe tu kwa wazazi? Akanambia nirudishe tu kwa wazazi. Nikasema sawa. Kwa hiyo ilibidi nirudi kazini, niende nikaongea na bosi wangu. Bwana, nyumbani nilipata ugeni, na mbali na ugeni unajua kabisa mke wangu ana hali ya ujauzito na huko karibu, lakini sina namna, yote yamenikuta, na nikiangalia kuna mengine yanaweza katokea ambayo sio, pengine unisaidie tu kitu ili niweze kuokoa kwanza haya mambo. Kaniambia hamna neno tena, pole sana, naelewa, pole sana. Nimetoka kule kazini mchana kama kawaida, nasema nirejee nyumbani nije kuangalia wanaendeleaje, wameshindaje. Kuja kama kawaida ni muda wa maakuli, mwenzangu anaandaa. Mimi kama kawaida nimefikia kwenye kiti changu ninapokaaga, na matokeo yake kutokana na uchovu wa kazi na jua lile la saa 7, na harufu za viungo nyumbani na nini hivyo, nikajikuta nimepitiwa tena na kausingizi. Ndani ya kale kausingizi, kama ilivyo desturi, akaja tena yule bwana, akaniambia, ndugu yangu, nimekuja tena, twende tukatembee. Sasa ndio kama tulishazoeana, kanichukua tu, anakuja kawaida yake, ananishika tu kwenye mkono, hapa tunaondoka. Na hivyo naishia kuona tu mkono wake, rangi ya mwili wake, lakini sura sioni. Naona tu kutoka kwenye shingo kuja kiwiliwili, na kiwiliwili simalizi chote. Yani unakiona tu sehemu muhimu, kujua tu kwamba niko na binadamu mwenzangu hapa na nini basi. Sasa sijui alikuwa ni Mpemba, sijui alikuwa ni nani, sijui alikuwa Mwarabu, sijui ni nani, lakini miashirio ni ya vitu kama hivi. Basi tunakwenda. Sasa siku hiyo tumetoka, tumekwenda. Tunavyokwenda mimi sijui, nachukuliwa nikiwa niko usingizini. Sielewi tunapita wapi, yani sielewi kabisa. Ninachokuja kustukia nipo huko ambako inatakiwa tuwepo. Kwa hiyo nikajikuta niko kule ambako ni dunia kama hivi, lakini sikuonyeshwa kwa upana zaidi, ila nilionyeshwa kwa uchache, kwa vile vitu ambavyo nilitakiwa nivione. Umeona? Kwa hiyo sehemu niliyokuwa naona na vile nilivyokuwa natembea, yani ni sehemu za watu, lakini watu hao ndo
kama ninavyoeleza kwamba ziliendelea zile maiti, naendelea kuonyeshwa maiti. Sasa nikaendelea kuonyeshwa maiti. Wengine wako wanazungumza, wengine wako nyuma yangu wameshika kamba hivi kama kamba ya nguo, tunapiga story kwamba ikoje na nini, tunaongea kama kawaida. Lakini mimi sitaki kuelewa wala kuweka kichwani kwamba tunaongea nini au iko, yani najua kabisa hizi ni maiti, yani nimeshachukulia hivyo na iko hivyo. Kwa hiyo mimi mazoea na hivyo vitu sina. Kwa hiyo hata vilivyokuwa vinaongelewa sivikumbuki sana, ila yapo yale ninayoyakumbuka machache. Kwa hiyo tukatembea ikafika stage sasa. Siku hiyo niliona hata ile swala nilitolea uvivu. Nilibidi nimsemeshe yule mwenzangu, nikamwambia kwanza ilikuja kama malaika tu hivi yani kama mwongozo ni ambao nilipewa kwamba sikiliza, wewe huko uliko ujue unajua uko wapi? Vinajibisha, vinaulizana nafsi na nafsi huko. Mimi sijui. Sasa uliko huko siko kabisa. Yani huku kurudi huko ulikokuwa ni ngumu, umeona? Kurudi kwake kule yani ni kwa sheria na taadhima tuseme hivyo. Yani kwamba yani ufuate taratibu, tofauti na hapo ukifosi haiwezekani. Utabaki huku na wewe utakuwa kama hao unawaona. Yani nitakuwa maiti kama wale. Kwa hiyo inabidi niwe mpole na niwe mnyenyekevu na nifuate kile ambacho naambiwa. Baada ya kujuzwa yale, basi ilibidi niwe mpole. Na mwisho wa yote tulitembea, lakini huko na huko ilibidi tu nimwambie yule kiongozi wangu. Sasa kiongozi akaitika vizuri kwa sababu alikuwa tayari ni kama jamaa yangu. Kama mimi nashukuru sana, umenitembeza na unanionyesha vitu vingi sana. Lakini mimi naomba bwana, naona kama vile imetosha kwa leo. Naomba tu unirudishe kule ulikonitoa. Halafu kesho tena tutaendelea na zoezi letu. Akaniambia, ni hivyo? Nikamwambia Akaniambia basi hamna neno, usijali, twende. Nikakuta nimeongoza. Katangulia mbele, mimi niko nyuma. Bado tuko kwenye maya yetu hiyo. Lakini ndio wigo ni mpana, kwa hiyo tuzungukavyo. Sasa kwa kuwa nimeshamfikishia ripoti ile, mimi sikuwa na lingine zaidi, nilikuwa nasubiri nione tunatokaje sasa. Maana kila siku tunavyoingia sijui na hata tunavyotoka sielewi. Lakini siku hiyo ndio kidogo sasa nikawa makini, nataka kuona labda tunatokaje au ikoje. Yaani kidogo kama kuna kaufahamu nikawa napewa hivi kuweza kujua kitu hivi kwa mbali sana. Basi nakumbuka tulisonga mbele, kadri tunavyokwenda napishana na maiti, nyuma yangu kuna maiti, ndio tunaopiga nao story. Na wengine kushoto na kulia hivyo. Kila mtu anaongea lake, mwenye kucheka, mwenye kukaa kustaajabu anapotuona sisi wawili tunapopita huko na nini, ambapo ni kama viongozi ama wakaguzi fulani. Sasa mwisho wa yote tukaenda tukafika pahala nakuta mbele yetu kuna ukuta, yani kama uzio. Halafu mwenzangu ukumbuke ndio nilimwambia kwamba nahitaji anirudishe kule tulikotoka ambako ndio huko duniani. Maana sielewi niko wapi, ila siko duniani, kwenye dunia ile ninayoifahamu kwa ufahamu wangu mpaka hapo. Kwa hiyo nahitaji kurudishwa kule ambako nitaona mke, nitaona maisha mengine, nitaona dunia nyingine. Maana dunia hii tofauti na ile ya kwangu. Na hiyo dunia sijaiona mpaka leo hii. Akaniambia sawa. Kwa hiyo tumeenda nakuta sasa tunaelekea pale kwenye ule ukuta. Sasa mbona ananiambia namwambia anitoe kule. Kawaida nilitegemea kuona labda kuna sehemu tunaenda kuna njia ili tuondoke zetu na kuweza kutoka kurudi huko. Lakini sasa mbona mbele kuna ukuta? Na ukuta ni mkubwa. Inakuaje? Nikakuta huko najiuliza huko tunakwenda. Lakini ninavyokwenda naye ananiambia anaona unawaza mengi, unatafakari na nini, lakini usio na shaka. Ingawa mimi shaka tayari ninayo, lakini inabidi tu nijenge imani hivyo hivyo kwa sababu ndio mazingira nilionayo, sina namna. Yaani sina namna. Kwa hiyo tukaenda mpaka tunakaribia pale kwenye ukuta. Kufika kwenye ule ukuta. Nakuta wale maiti bado wamenizonga. Sasa alikuwa yeye akanyosha mkono hivi. Amenyosha mkono kama ameshika kwanza kwenye ukuta. Wakati ameshika mkono kwenye ukuta, mimi nikataka kuchoropoka pale kwenye ule mkono aliokuwa amenyoosha hivi kwenye kwapa lake kwa chini, nigeuke nijaribu kukimbia. Maana naona nikimwambia nataka kuondoka sioni njia ya nyumbani, zaidi naona bado vizingiti. Sasa na mimi nahitaji kujinasua ama kujiokoa. Kwa hiyo wakati nimegeuka nataka kukimbia, ingawa nisijue wapi nitakimbilia au njia iko wapi, na wakati njia ni yeye na mwongozo ni yeye. Sasa mimi nataka kwenda kinyume. Kwa hiyo nikakutana na maiti nyuma kule. Imekaa imeshika kiuno, inanitazama afu inacheka. Inaniambia utakimbilia wapi? Yaani kwamba muashirio kila pahala tupo, wewe utakimbilia wapi? Ilibidi nistaki kwanza kama kompyuta.
kwamba nini nafanya, ikoje. Haya, najaribu kuangalia tena kule nilikokuwa nakimbia, ndio hivyo, yule bwana yuko pale na bado kuna zile maiti zingine. Ilibidi nitulie. Kutulia sasa nikaona tu ameshika ule mkono pale, aliposhika kwenye ule mkono pale, aliposhika mkono kwenye ule ukuta pale, ule ukuta ulislide hivi, ulifanya kuachia design kama tuko kwenye majengo marefu, magorofa labda hapo posta na nini yale ya kutumia lifti, kwamba unaenda tu sehemu kuko flat, alafu kuna sehemu ukienda ukiplace number na nini kuna sehemu inaachia, unaingia alafu lift inakusafirisha. Ndicho kitu nilichokiona. Ukuta uliachia. Ulivyoachia ikaonekana barabara moja ndefu na pana sana, ina mchanga mweupe unaong'aa kiasi ambacho mpaka macho yanauma, yani uweze ukautazama sana, uweze ukaakisi pale kwenye nani, yani kwamba unapata kuumia macho. Sasa wakati na staajabu la barabara ama la ile njia, kwa sababu kumbuke nilimwambia kwamba nahitaji kurudi nyumbani anirudishe. Sasa alipofungua pale ndio ikaonekana ile barabara. Kwa hiyo kidogo nikaanza kusikia tumaini, lakini bado nisijue nafanyaje. Kwa hiyo ilibidi kwanza ni staajabu, na hiyo barabara yenyewe sijawahi hata kuiona kwenye maisha yangu. Barabara ni pana, ndefu na ni nyeupe yenye mchanga usiokuwa hata na mfano. Sijawahi ona huo mchanga. Yani mchanga unaong'aa kupita hata chumvi ya mawe ile yenye kung'aa, yani unang'aa mpaka una meta, yani kama mithili kama ile chumvi jinsi unavyokuona, au tuseme kuna ukipita hivi kuna hizi kokoto wameanza kuuza mawe meupe yale. Basi sasa wakati na staajabu kwenye ile barabara, nikaona ile sio barabara tu peke yake, kuna ngazi, ambayo hiyo ngazi imetoka mbele pale. Naona ngazi imetokea usawa tuliosimama, imepanda juu, lakini imeenda kwa urefu mkubwa na imeenda mbali sana. Na hiyo ngazi ni kama zile ngazi pia za kwenye majengo makuu, yani ngazi hizo si ngazi kana kwamba atapita tu mtu mmoja au atashuka mtu mmoja au wawili ndio hiyo imefiti. Hapana, yani mnaweza mkashuka hata 10 kwa mkupuo au 15, na nyingi sana nadhani ziko hata nje kwenye ile ngazi. Nikitazama mpaka mwisho kabisa, ndio nikaona kuna tundu. Hilo tundu kutokana na umbali niliokuepo linaonekana kama vile ni dogo, lakini ile tundu ni kubwa. Na lile tundu, yani sasa kwa mwongozo nilianza kupatiwa pale, ni kama ufunuo napewa. Yani lile tundu ndio lilikuwa linaakisi mwanga huko ndani, na lile tundu nikiangalia kwa juu, yani macho yangu yanaona mpaka mwisho wa kuona. Kwa hiyo naona mpaka lile tundu, na kwa nje yake ama kwa juu yake ni kitu gani kilichoko. Kwa hiyo kwa juu yake nilikuwa nakutana na blue ambayo ya anga hii, ukiitazama rangi ya blue. Alafu mwanga wa kule ndio huo unapiga mpaka huku chini. Na wakati na staajabu hayo kwenye ile ngazi, sasa nikarudishwa pale kwa macho yarudi tena kwenye ngazi, kuangalia kwenye ile ngazi na kwenye lile tundu. Naona kuna mtu anayetoka kule lilikotokea lile tundu, na kule kwenye ile anga ya blue naiona, anatoka kule anaingia kwenye lile tundu, anakuja na hiyo ngazi, anakuja huku chini tuliko. Na yule mtu amevaa sanda, na ile sanda amefunga lubega, vile kama walioko huku chini ambao hawajafa, wanaishi, wanaendelea na maisha. Na leo hivi vile anashuka, anavyonitazama mimi, yani anatutazama sote, lakini sana amekazia macho kwangu, alafu anatabasamu kiasi ambacho anaashiria yani yeye, yani kwanza mimi niko najiuliza kwamba anatabasamu nini, lakini kilichokuwa kinaashiria kwamba yani yeye ananijua mimi na mimi pia namjua, ila mimi sikutaka kuleta ujamaa wa kujuana, nijuane na maiti, kitu ambacho kwangu hakipo na sikutaka kiwepo, na sikutaka hata mazoea. Hata angekuwa ndugu au jamaa, sikutaka hilo swala, na sikuwa tayari kwa hilo, ila ndio mitihani na imeshanikuta na ndio imeamliwa hivyo. Kwa hiyo ni lazima nione vile nilivyotakiwa kuviona na nijuze vile nilivyotakiwa kuvijua. Kwa hiyo nilipomuona vile, na mimi nikastaajabu sana kwamba huyu huko namkataa, huko nataka kumtafakari. Na mwisho yote ndio nilipata kufahamu na ufahamu wa kutambua kwamba tuliko sisi tuko chini, yani chini ya ardhi, tena mbali sana, umeona, na sio kule duniani nilikokuwa. Na mwisho wa siku sasa, ili kulibainisha hilo, wakati tunatazamana na yule mtu
na mwisho yote mimi kuashiria kwamba kama vile nimemkataa, sitaki mazoea wala nimjue sana, nikajikuta tu nimezinduka, alafu niko duniani na niko chumbani nimekaa kwenye kiti na mwenzangu yuko mbele yangu kama kawaida. Mpaka kijasho kilikuwa kinanitoka. Yaani mpaka naogopa sasa. Najiuliza sasa mimi ni nani? Na mbona sasa hivi basi kama ndio hivi, mimi nitakuwa silali sasa. Maana nikilala naona mambo mengine. Yaani mimi ni wa maajabu, na sio tu kulala. Basi hata nikiwa hivi, yani bado naona vitu vizito ambavyo mwingine hapo. Kwa hiyo nikamuelezea tena pale ilivyokuwa, akaniambia hivi, wewe unajua chumba cha pili tuna mgonjwa, na wewe mgonjwa hali yake sio nzuri. Alafu na hayo unayaota unayonisimulia. Hivi unafikiri kama akisikia, unafikiri atafikiriaje? Alafu vile vile unafikiri haya unayaota na unavyonisimulia, wewe binafsi yako tu unaona kwamba yanamwashirio gani? Mimi kiukweli nilikuwa naelewa, ingawa sio sana, lakini naelewa kwamba ni mbaya. Lakini nafanyaje? Sina namna. Sababu mwenzangu aone, nayaona ni mimi. Na mimi siyaombi, ila nakuta naletewa. Na hata nikikataa bado nakuta ninayo. Kwa hiyo nikasema hapana, hebu ngoja nitoke hapa. Nikaingia chumba cha pili kwenda kumuona mgonjwa. Kufika kwa mgonjwa nilistaajabu. Nafika kule nakuta mgonjwa amekaa amechoka sana, na amekaa kwa staili ambazo sizielewi. Alafu namna alivyokaa, design kama pale chini yake kuna chungu kimetegwa pale, au sijui mtu kaweka kitu gani ambacho anagema damu ya binadamu. Yaani nilikuta yule kijana alikuwa ni mweupe. Wenyewe tunasema mweupe. Lakini nilikuta amebadilika na kuwa wanjano kama unavyojua rangi ya njano. Wanjano kabisa, kitu ambacho niliogopa na nilistaajabu kwenye maisha yangu, sijawahi ona. Niliogopa. Sio wakula, sio wakunywa, sio lolote. Na hata kuongea tena sio sana. Nini kwanza iko chumba chake paka unaogopa. Kwa sasa nilipoona lile, ukichanganya na yale maono kule ninayokuwa nayapata ama nayaona, kulikuwa na majibu ambayo yanakuja mengine kabisa. Sasa sikuwa na namna, ilibidi tu nijitahidi, chini juu chini. Ikapatikana hiyo fedha, nikamwamuru mdogo wangu mwingine akamchukua, nikamwambia amsafirishe ampeleke nyumbani. Mimi nikarejea kazini, kwenda kufunga kazi. Nikiwa kazini huko jioni, wakati nafunga hapo ofisi yangu, napigiwa simu kwamba wamefanikiwa kufika, lakini wamefika kwa taabu sana. Aliyekuwa akitembea njiani kama vile amevunjwa viungo vyote, na ndivyo ilivyokuwa. Basi nikasema sawa, tutajua ya huko nyumbani kwamba kipi kinaendelea. Mwisho wa siku kule nyumbani wakaendelea na maombi na huduma za hapa na pale na nini. Huko na huku alihangaika naye sana mpaka hospitalini huko na nini, wanasema si mara na kisukari, mara si sio kisukari nini. Kuna ugonjwa fulani hivi ila jina limenitoka kidogo, kiharusi. Walisema ana kiharusi. Matokeo yake yule mgonjwa alikuja akafariki. Alipokuja kufariki, kabla sijapigiwa simu ya kujulishwa kwamba kuna msiba fulani amefariki, nilijikuta siku hiyo mimi nimetoka kazini na nimepitia maeneo kukusanya mahitaji ili nirejee nayo nyumbani. Nikakuta naletewa picha juu yangu, yani kwenye paji la uso hivi, nikiwa natembea njiani. Imekuja tu picha kama nimegandishiwa hivi juu yangu. Angani yani hapo. Naiona picha ya ndugu yangu na naletewa ripoti kabisa full, yani ndugu yako amekufa, na amekufa yani huyu hapa, na amekufa amekaa hivi. Alafu wakati natafakari ile simu inaita. Nikaogopa hata kupokea simu, kwa sababu naona sasa mbona naletewa habari hii alafu huku tena simu. Hii ni sije kwa yale. Yani moyo unacho sense ndio hicho kilichokuwa. Nachukua simu naangalia. Ni mzazi. Napokea na niambia, bwana uje ili uende tena mochwari kule ukatoe maiti ya ndugu yako na nini. Nilijisikia vibaya sana. Akasema hivi mimi ni nani?
Nilionyeshwa yale yote kule, na leo hii bado naonyeshwa tena hata hichi kifo. Alafu natakiwa mimi niende kule. Na huyu mtu alikuja kwangu akiwa mzima. Mwisho wa siku amepata tatizo kwangu nisilolijua, na matokeo ameenda amefariki. Ni mdogo wangu wa damu. Ni nini hiki? Ikoje? Kitu gani kinatembea? Hiki kitu kipo wapi? Kipo kwangu, kipo wapi? Yaani nikajiuliza, mwisho wa kujiuliza sikupata jawabu. Yaani nimejiuliza mpaka nilikosa raha. Yaani kila kitu kwangu kuanzia muda huo kwanza hakikuwa na raha. Si kula, si chochote, sikuwa na raha nacho. Sijakaa vizuri, mke wangu naye namuona anakuja, yuko pekupeku analia. Vipi? Fulani amefariki. Mimi nimeshaambiwa. Nikajikuta nilikuwa nimesimama lakini niliishiwa nguvu nikadondoka tu chini. Wakaja kutuzoa watu wengine wakatupeleka nyumbani. Nyumbani nafsi inaulizana. Mmoja anasema nenda kwenye msiba, nyingine ananiambia kwenye msiba usiende. Sasa na mimi najaribu kuwauliza kwamba sasa nisiende kwenye msiba kivipi? Na hii naoniambia niende kwenye msiba, na anaiuliza niende kwenye msiba kivipi? Ikiwa matatizo haya yametokea kwangu, mimi uko kwenye msiba kwa ndugu kule, naenda kusemaje? Huyu mtu amekufa kufaje? Nini kimemkuta? Na kabla ya hapo tukumbuke kwanza alikuja mchungaji wangu wa kule nilikokuwa naabudu. Alipokuja akakuta lile tatizo, nikamwambia na mgeni alikuja kunitembelea lakini kuna hivi na hivi na hivi na matokeo ni mgonjwa na hali yake ni mbaya. Yuko wapi? Yuko hapo. Akaenda akamuona, alipotoka hapo akaja kwangu. Alipokuja alichonieleza ananiambia wewe ni Freemason. Nilikuwa nimekaa chini ya mfenesi uwanjani. Nilinyanyua kichwa hivi nilimwangalia. Yaani nilitamani sijui nijibu hata vipi, lakini nilikuta tu sina kauli yoyote ya kujibu. Sana nilimwangalia tu kwa sababu ni baba askofu wangu, yani na katika kanisa ninaloabudu na yeye ndio kila kitu kwangu, na mimi tuseme ni zao lake. Leo yeye ananieleza haya. Sasa ikiwa mimi ni kama mimi ni Freemason, sasa inakuwaje labda na ile sehemu ya tunayoabudia na yeye aliye kiongozi wangu kwamba wote ni hivyo, au ikoje, au mimi Umason nimeutolea wapi, na pia una faida gani kwangu ikiwa yani hata maisha yangu yenyewe siyaelewi, na tunavyojua kwamba Freemason ni hela. Kabaki tu na mawazo, na mwisho wote nilimpa tujibu nikamwambia hapana baba, unachoniambia mimi sicho na sikielewi. Hivi mimi naabudu kwako, leo unaniambia haya sielewi ujue. Ananiambia basi hamna neno, ngoja tuachane tu na haya, ila cha kufanya ngoja nikusaidie. Huyu kimepangwa aje afie hapa. Sasa na akifia hapa utakuwa uhasama na ndugu zako. Kwa hiyo cha kufanya nabatilisha hiki kifo hapa. Anatakiwa arudi alikotoka ili huyu si wa kupona, kwa hiyo atafia kule. Nikasema tunashukuru yote na yote nitakapofanyika, maana ninachotegemea hapa sasa msaada si mimi kwa uwezo wangu, na hisi kama vile siwezi, maana hata nguvu zimeniisha, na hata namna ya mawazo kuyapanga kwake yapo ninayo, lakini nakuta mambo yanaingia natoka, naingia natoka, sielewi nifanye nini. Kwa hiyo nikipata msaidizi na mwongozo basi itakuwa vizuri. Kwa hiyo akapiga maombi, kweli mwisho wa siku hali ilitulia, na ndipo yule aliweza hata namna ya kusafirishwa na kuondoka, ingawa alikuwa bado na hali mbaya, lakini aliweza kusafiri na kwenda. Kwa hiyo kweli alifia kule, na alipofia huko ndio naletewa ripoti kama hivyo, na ndani ya hiyo ripoti wakati nikijiandaa nafsi zinaanza kupingana kwamba usiende. Sasa moja ananiambia nenda, nyingine ananiambia usiende. Alafu nyingine hii inaniambia nenda. Baadaye kawa ananiambia sikiliza sasa, wewe unatoka hapa unakwenda kule, na ukienda kule nenda kawape pole wafiwa, na usipoteze muda. Waulize wakuelekeze maiti hospitali gani ilipo. Haraka sana ufike kule hospitali iliko. Ukifika nenda moja kwa moja kwa yule jamaa wa mochwali. Kaongee naye. Tunaamini unaweza, na hii sio mara ya kwanza, ilishawahi kutokea kwa nyuma pia. Ndugu tulifiwa na dada yangu, na ndugu alitaka kuanzisha vurumai mochwali kwa ajili ya kupata mwili, kwa sababu ilikuwa mpaka utoe chochote ndipo upate mwili. Lakini mule nilikuwa na ndugu wengi ambao ni maaskari na wenye vyeo mbalimbali, kwa hiyo mwisho wa siku akaona hata yani tutoerushwa ndio tupate huo mwili. Sasa tunakupiga makofi na mwili tunachukua. Sasa mwisho wa siku mimi sijui ili uwezo uliokuwa, lakini nilijikuta nimeingia kati yao na zaidi ya watu 40-50, lakini nikatoa tu kauli kwamba jamani hapana, hebu niacheni mimi naenda kuongea naye na ndani kule, na mwili tutautoa vizuri tu pasipo lolote, yani haya mengine yasiwepo. Na kweli wote walinisikiliza wakabaki nje, mimi nikaenda kuongea na yule, na mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuingia mochwali
na hakuna aliyeingia tena. Aliyeingia zaidi alikuwa mjomba wangu, ndio tukasaidiana, mambo yakawa hivyo. Kwa hiyo nadhani tangia hapo ujasiri huo na ile picha niliyoonyesha kuna watu waliishi nayo. Sasa mwisho wa siku ndo naambiwa niende tena mochwari. Kwa hiyo nafsi inaniongoza sasa niende mochwari, na nikifika kule nikishaongea na yule jamaa akubali kufungua. Tendo akifungua tu mlango wa mochwari, mimi nitamke jina la yule mdogo aliyefariki. Yaani nimuite. Nikimuita, yani nafsi inaniambia kwamba unamuita na ananyanyuka unaondoka naye. Nikasema hapana, huu ni upuuzi na huu utakuwa sasa uchawi. Kwanza mimi ipo hivyo na siwezi, na inaanzaje? Nikamwambia hapana, sasa itakuwa, na ndio tunakuagiza. Mwili wa kwangu, lakini vitu vinavovutana ndani yangu mpaka najikuta mimi sielewi, yani sielewi. Kwa hiyo nilijikuta naenenda hivyo hivyo. Nilitoka, tukaongoza safari, tukaenda kweli mpaka kwenye kunako msiba Temeke. Fika kule nikasalimia, kawapa pole, nikaacha mke wangu hapo na nini, katoka hapo haraka kuelekea hospitali. Kufika hospitali, bahati mbaya nikakuta kuna ndugu yangu mwingine, ambapo yeye kumbe alikuwa amewahi kutangulia. Na kwa bahati mbaya au nzuri alikuwa na fedha, basi akatumia fedha yake kwamba mwili ule wa maiti ukaoshwa na wale waoshaji kule pasipo kutumika ndugu, na baada hapo kuchukua sanduku, kupakia mwili kwenye sanduku na kuweka standby kwa ajili ya kuaga, ukitoka hapo uelekea mazikoni. Sasa mimi nafika ndo nakutana na hali kama hiyo, nikasema hapa tayari, yani kama ndio shetani sasa ndio ananifanya nishindwe zoezi langu. Mimi nilikuwa na zoezi langu sasa, na huyu naye kashawahi kule mocho wale kashamtoa na kusafisha, wamesafisha watu baki. Haya. Huku tena wameshamuandaa na wamemleta sehemu ya kuagia. Na tayari kuna watu hapo wako na pilika za kutaka kuaga, na wengine wako huko wanasubiriwa wa nyumbani waje. Aliponiona mimi ananiambia niende nikajaribu kudili na ulipaji wa baadhi ya magari yaliyobeba ndugu. Wakati niko nikilifanya hilo, nakuta mara mwili unanyanyuliwa kwamba watu wameshamaliza kuaga wanataka waelekee mazikoni. Nikamwambia hapana, yani yoyote ni mimi kunyimwa nafasi ya kuweza kufanya lile la kwangu linalotakiwa kufanyika. Nikamwambia ndugu yangu hapana, mbona mimi bado siaga? Akaniambia hujaga? Nikamwambia naam. Akaamuru mwili ukarudi tena pale, nikaenda nikafunuliwa kwa ajili ya kuaga. Ulipofunuliwa ule mwili nilistaajabu. Kwanza wakati nakwenda pale nilishangaa kukuta lile jeneza yale imekuwa 1 kwa 2. Jeneza la mtu mzima na aliyekufa ni mtoto wa miaka 16. Hata kama alikuwa ni mrefu, lakini hakuwa na urefu ule niliona. Ile jeneza kama imeungwa mara 2. Ile sura ninapoiangalia pale ndani nakuta mdomoni kuna damu. Najiuliza huyu hakuwa na vidonda? Hakuwa na chochote. Hii damu imetokea wapi? Wakati na tafakari haya damu imetokea wapi na lile jeneza ukubwa wake, kumbuka na mimi natakiwa muda huo nimuite na nimwamshe pia hata pale. Sasa nafsi nimenikazania pale nimuite, na watu muda huo wamenizunguka, yani watu ni wengi, mimi niko katikati hapo. Ukanishinda ujasiri. Nikasema siwezi kufanya hivyo, mimi nitaonekana kituko, nitaonekana nimechanganyikiwa. Yani nilijikuta nafsi imekuwa ni nzito kufanya lile linalotakiwa kufanyika, alafu na hiyo nyingine ndio imekuwa inani assist vibaya mno kwamba fanya. Lakini kiukweli nilishindwa. Sasa baada ya kushindwa kwangu, nilipomaliza kuaga pale, wakachukua ule mwili wakapakia kwenye gari, tunaondoka kuelekea mazikoni. Tukiwa njiani, ule msalaba ule ulikatika, na sehemu ya utambulisho ile kwamba kuzaliwa kuzaliwa na kufa na kuzaliwa na nini vilikatika pale, kabaki kipisi tu. Hiyo inaashiria sasa tunachopeleka kule hakuna. Lakini hakuna alielewa chochote. Ndani yangu najionea. Tukaondoka. Tunafika makaburini. Kaburi imeshachimbwa tayari. Mwili umewekwa pembeni. Tukapiga ibada pale, akahusiwa mengi ya kuhusiwa. Baada ya hapo, nachukuliwa mwili unataka kuingizwa mule ndani ya kaburi. Kaburi limekatika likajifukia. Yote hiyo kuashiria kwamba sasa hapo kinachofanyika hapo hakuna. Lakini hakuna alielewa, ila hata yule mchungaji aliyekuwa anaendesha ile ibada alielewa mengi, na mengi alikuwa akiongea kwa mafumbo. Mwisho yote ikabidi waamriwe tena watu kuingia kuchimbua upya mwili ukiwa uko pembeni, na baada hapo kuhakikisha mpaka tunazika. Sasa tulipozika,
Nilikaa na wafiwa nyumbani hapo. Baada ya muda tulirejea nyumbani kwetu. Tuliporejea, mimi kiukweli nilikuwa ni mtu ambaye nina upendo kwa mke wangu vibaya mno. Nilikuwa yani nampenda mpaka najikuta sasa yani ni kama kawivu fulani. Siwezi kumwacha peke yake nyumbani, hawezi kubaki peke yake. Yani muda mwingi lazima, hamna siku ambayo nimelala nje, lazima niwe nyumbani. Lakini ilifika stage na nilijikuta nimekula kiapo cha kusema sasa, kutokana na haya yaliyotokea, nyumbani sintolala na huyu mwanamke, atabaki hapa peke yake, ila nitabaki nikimlinda tu kwa moyo na imani. Ninavyotembea, yani maagano nitayaacha hapa, ndio ni ulinzi, na pia ninavyotembea nitamuombea atabaki salama. Ila mimi kwenye usiku itabidi niutumie kuwa natembea kwenye makanisa, yani ni dili sana na ibada. Nimtafute huyo Mungu mpaka nijue na niambie, nataka kujua kilichotokea ni nini juu ya yule ndugu, amekwenda wapi na ikoje. Na kwa sababu kuna maono nimeyaona, na vile vile nilivyokuwa naviona na kule nilikokuwa napelekwa na nini, ni wapi na ikoje. Sijijui mimi ni nani. Sielewi ulimwengu wangu. Nitatembea kuhangaika mpaka nijue. Sasa wakati nazungumza hayo, nilikuta sasa nimekuja kuletewa picha ya kimaono kwamba kuna kanisa moja la mabati, yani full suit, liko Mlimani, la mchungaji mmoja anaitwa Edward. Liko karibu na milima ya Aliayo, inakopatikana Lada huko Kingazi. Lile kanisa nilioteshwa na nilikuwa sijui hata liko wapi, ikoje. Nilikuwa silijui kabisa, sikuwa na mazoea hayo. Sehemu nilikuwa naabudu nyingine, lakini nilikuta nimehamishwa. Kwa hiyo nilijikuta nimetoka nyumbani na Bible yangu na koti langu usiku, nikitembea sielewi nakwenda wapi, lakini najua tu nakwenda kanisani, lakini sijui ni kanisa gani, ni sehemu gani, na nikiwa mfukoni pia hata chochote sina. Yani sina senti yoyote ya kwamba itanifikisha pahala fulani. Lakini nikajikuta tu naongozwa hivyo, mara nafika hapo, nimechukuliwa na huyo, nimesogea. Matokeo yake nikafika pahala na jikuta kama nafunguliwa nafsi kwamba uliza kuna kanisa hapa wapi, ndio nakuta naelekezwa kuna kanisa la mabati liko juu hivi na hivi. Nikatembea kulifuata ile kanisa. Nilipofika kwenye ile kanisa, ndio kanisa lile niliooteshwa na kuonyeshwa kwenye maono kwamba inatakiwa nikaabudu hapo. Nalionyeshwa kwamba niko pale na niko nikitumikia pale, nikifagia. Basi kwa hiyo mimi nikafika pale, nikaona viongozi, nikajitambulisha, nikawaelezea alionisibu, na nikawaambia kwamba nimekwenda kwa kusudi gani. Nataka nimuombe Mungu, nimshukuru kwa yote, lakini pia nataka nijue na nitambue. Sielewi chochote, lakini nataka kujua. Na ndipo siku hiyo ilikuwa ya kwanza kujua kwamba, yani walinipokea vizuri na wakaniweka pahala, nikatulia mpaka ibada ilipoanza. Mwisho wa siku mchungaji alininyenyua na kunitambulisha, na matokeo yake akanipa kipaza, akataka nitoe shuhuda kwa yale niliyomueleza. Pia alieleze kanisa, nilieleze kanisa, nikalieleza kanisa kwa upana mzuri na wa kutosha hasa. Na mwisho wa yote kanisa mpaka lilizizima, na uwezi amini, mpaka ibada ilifungwa kwa ajili yangu mimi. Mchungaji alisema basi natosha, yani hapa tusiendelee. Maana ilifika wakati kwa majira yale na yale niliyokuwa nazungumza, hata hali ya hewa ilianza kubadilika, na miashirio ilianza kuwa mingine kabisa inabadilika mpaka pale kanisani. Kwa hiyo yule mchungaji sintosahau, aliniambia kabisa kwamba basi inatosha. Ulioeleza ni mengi na mazito, na ni mazito sana, ila hatuelewi ni nini. Lakini moja kwa moja wewe ni mtumishi, na wewe una kalama ya uonaji, wewe ni muonaji, na wewe ulikwenda kuzimu, na wewe ndio ulionyeshwa yale uliyoonyeshwa yanayoendelea na yaliyo kinyume. Alafu vile vile ulionyeshwa pia mpaka ufu wa ndugu yako kwamba atakufa. Yani vile ulikuwa unaonyeshwa kule kuna mtu anaingia na nini, ndio uhalisia, kwa sababu ulivyokuja hivi na ndio kilichokuja kutokea. Kwa hiyo ulikuwa unaonyeshwa, na kwa sababu ni muonaji na ulikuwa na kalama ndani yako, lakini ulishindwa kuitumia. Ilitakiwa ukibatilisha kile kifo, ungekikataa yule asingekufa, lakini hukujua. Kwa hiyo
ukakubali kile kifo, na kile kifo kweli kikapita, ikatokea na ikawa. Tangia hapo nilipata kigagaziko, mpaka hivi natembea najua kwamba ni muonaji na nini na nini. Sasa nikienda upande huu naambiwa mimi ni muonaji, kienda upande mwingine huku naambiwa mimi sijui nina majini na malaika, natakiwa ni swali, natakiwa nitumike na nitumikie sijui, na kila kitu kitakwenda sawa, na sio mtu mdogo wala sio mtu wa kawaida. Wengine wananiambia sijui mimi ni mnajimu, ambapo sio kukaa kupiga tunguli. Nikimwangalia mtu naweza kumtabiria lolote na likawa. Na ukweli wa mambo pia ni kama naipoteza mwenyewe, lakini nilikuwa na uwezo huo ndani yangu pia. Nina uwezo wa kuomba lolote na kweli likaje likatokea. Nikalala sina fedha, lakini nikasema kwamba hali hii inanichosha, sielewi itakuwa kwaje na nini, na kesho yake kwa kuta nimeamkia kwenye riziki ambayo kubwa kuliko na mpaka, na mwisho wote napata mimi najua kabisa, na nakumbuka jana niliomba, na hii nilishawahi kukifanya nyumbani kama shuhuda na kilitokea. Ingawa kadri siku zinavyokwenda na vile mimi sizingatii, basi kuna vitu pia vinapotea kwangu, lakini vimeendelea kunizonga kiasi ambapo sielewi. Kila kazi ninayosema nipambane nayo, nisimame nayo, haiendi na haiwi. Kila mradi ninao plani kuanzisha, nitahangaika kutafuta hiyo fedha ya kuwekeza hapo, lakini mwisho wa siku hakuna. Hata wadhamini wanaotokea kusema labda wajaribu tuwekeze jambo gani na nini, lakini unakuta mwisho wa siku nikiliendesha na kulisimamia bado tunaporomoka. Sasa inafika stage mpaka najiogopa, nimeshindwa hata kufanya lolote. Maskini mwisho wa siku yani nimeamua tu kutulia kwanza. Ni ngumu, lakini sasa kwa njia yangu nayo ni ngumu. Nimeamua kutulia, kumwachia Mungu nione kwani anahitaji gani na mimi, na ni njia gani iliyo sahihi ambayo atanipitisha mimi, na ili ndoto zangu na kila kitu kikaweze kwenda kukamilika na kuwa sawa kadri ya vile mimi ninavyohitaji. Sawa. Mimi kiukweli, ndugu zangu wa Tanzania, mpaka nafikisha haya kwenu, nahitaji msaada wa kimawazo na mwongozo, kwamba pengine kila mmoja ana maono yake na kila mmoja ana kalama yake. Kama kuna mwenye kuweza kujua kwamba nina nini na nikoje, ili aweze kunipa msaada wa kuninasua na kuniweka sawa, na nikabaki katika kule kujijua kwangu, na hata kama nina malaika au nahitaji kutumika, basi iwe hivyo na ijulikane, ili niweze kujua njia yangu ni ipi. Umeona? Na mbali na hapo, mimi nimezaliwa na kipaji cha muziki, na pia mbali na kipaji cha muziki nikapitia tena chuo THT muda mrefu, lakini kutokana na mambo yangu nilionayo, basi nikakuta hata kule nako sikudumu sana, nikaachanishwa na sikujua naachanishwa kwa nini, lakini nilikuwa nafanya vizuri sana na nilikuwa vizuri na nilikuwa nikihitajika sana, lakini mwisho wa siku imeshindikana. Sasa na penda nifanye muziki wangu, napenda kupata mtaji ama nipate mdhamini wa kuweza kusimama na mimi. Ndio hivyo. Kwa hiyo nahitaji ndugu wa Tanzania wenzangu mnaonisikiliza, yangu mimi ni hayo niliyopitia, ndio hayo, na mpaka sasa bado naishi kwenye mlolongo huo. Mpaka hivi sasa bado sijielewi, ingawa najielewa, na hata nikitembea watu wanaweza kuona ni binadamu anapita yule, lakini binadamu huyo amekuwa ana mambo mengi ndani yake, na kiasi ambacho nashindwa kufika kwenye hatua zangu kimsingi. Kwa hiyo nahitaji msaada wa hali na mali, kimawazo, fikra, mtazamo na kadhalika. Kwa upande wa mashehe ama wachungaji wakuu, manabii, yoyote anaelewa hili na kuweza kunichambua na kunijua vizuri, na kuweza kunisaidia ili nikaweza kukaa pale pahala panakostahili, basi mimi niko tayari, na ndio maana nimelifikisha kwenu. Kwa maana niko nazunguka, lakini nazunguka tu kama kukamilisha usemi, lakini najua yangu mengi yamefungwa, na nimefungwa vibaya sana, na sijui kilichonifunga ni kipi. Ndio hivyo nazunguka, mara migodini, mara niko wapi, mara niko nchi gani, natafuta na hangaika, yani fanya kazi za kila namna, lakini hakuna chochote. Kwa hiyo nipo, lakini ni mwenye vitu vingi sana kichwani, nahitaji msaada. Nashukuru sana kwa hilo. Oina mazengo baba naniyo kulimira Ulume afungwa kwe naniyo kulimira Yemse chenye mano mwine meno mazeru
Seche, seche, seche mwambulile baba. 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 Seche, Nikoi TV.